Simulizi yetu inaanzia ndani ya jiji la Bangui katika nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. Saa 2:55 za usiku kwa saa za Jamhuri ya Afrika ya Kati, kwenye jengo moja refu la ghorofa 15 alionekanika mwanaume mmoja. Ni ndani ya mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati uitwao Bangui. Taifa hilo ambalo linapatikana katikati kabisa mwa bara la Afrika lilikumbwa na balaa zito nyakati hizo za usiku wa mapema katikati kabisa ya mji. Kwenye ile jengo la ghorofa ile ndani ya floor ya 9, mwanaume mmoja alikuwa yupo kwenye haraka kubwa, akionekanika kwamba alikuwa anawahi mahali. Alikuwa anabadilisha mavazi yake akiingia kwenye mavazi ya kawaida. Mezani palikuwa na silaha ya masafa marefu aina ya SVD Dragon Nav ambazo huwa zinatumiwa na wadunguaji mashuhuri duniani. Pembezoni mwa hiyo silaha kulikuwa na bastola 2, kisu kimoja, ramani pamoja na begi la mgongoni. Bwana huyo alikuwa anajitahidi kwenda na muda na wakati ambao haukuwa rafiki kabisa kwake. Alifungua ile silaha haraka kisha akameipulizia spray ikaanza kusinyaa, kisha kairushia kwenye kapu la takataka. Alibeba pasipoti zake za kusafiria na kuziweka mfukoni. Bastola alizipachika kiunoni pamoja na kile kisu. Alibeba vitu vyake na kuiweka kofia yake usoni kiasi kwamba akawa haonekani vizuri. Alisogea dirishani na kuchungulia nje ambako aliona kuna kashikashi kubwa ikiendelea, huku watu wakiwa wanakimbizana kuelekea kila upande, kila mtu akionekana kabisa kwamba alikuwa akipambania maisha yake. Polisi walitapaka kila sehemu, walikuwa kibadilishana kupigana simu kila mahali, huku gari za wagonjwa zikiwa za kutosha eneo hilo. Alikuonekanika kuwa salama kwenye katizo. Bwana huyo baada ya kulizika na alichokuwa kikiangalia kwa wakati ule, alivuta drone na kubeba pesa zote na kuzifukia kwenye begi lake na kurudisha mgongoni mpaka alipokuwa amehakikisha kwamba kila kitu kimeshamalizisha. Basi akafungua mlango na kutoka nje. Nje ya floor yake hapakuwa na mtu, palikuwa na utulivu wa kutosha, hivyo hakuna mtu hata mmoja ambaye alikuwa anamuona. Ikawa ni rahisi kwake kufanya atakavyo. Alisogea kwenye kifaa cha alarm na akakibonyeza. Kilipiga kwa sauti na kuwapa tahadhari watu kwamba eneo hilo halikuwa salama kwa wakati huo, na kama wangeweza basi kila mtu alikuwa anatakiwa kuyapigania maisha yake. Japo eneo hilo halikuonekanika kuwa na watu wengi kwa wakati ule, ila waliokuepo walitoka nje kwa hofu wakitaka kujua ni kitu gani kilikuwa kinaendelea. Bomu! 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 Bwana yule alitamka maneno hayo kwa sauti kubwa kiasi kwamba kila ambaye alikuwa karibu alikuwa amesikia. Kila mtu alianza kuropoka, huku watu wakiwa wanakimbia kwenda chini kuyaokoa maisha yao, kwa kuwa hali haikuonekana kuwa sawa. Hali ile ilifanya msongamano wa kushuka kwenye ngazi, wakati watu wakiwa wanajitahidi kuyaokoa maisha yao kuwa mkubwa, hivyo naye akajumuika pamoja na watu hao, tena akionyesha kuwa na hofu kubwa. Wakati wamefika floor ya kwanza, walipishana na askari wengi wakiwa wanapandisha kwenye eneo hilo, ila alijifanya kwamba ni muhanga kama walivyokuwa wengine. Kuna askari mmoja wakati anapandisha kama amemshtukia bwana huyo, ikabidi asimame na kugeuka kuweza kumwangalia. Anaonekana kuwa ni tofauti kidogo na watu wengine, kwani wenzake wanaonekana wakiwa wanakimbia wakiwa utupu, ila yeye alikuwa amejiandaa kama mtu ambaye alikuwa anasafiri. Hakufanikiwa kurudi kwa sababu wenzake walimuita ili waweze kuona kwa tatizo nini. Mwanamume huyo alihema baada ya kufanikiwa kutoka salama eneo hilo ambalo lilikuwa amekatisha kwenye vichoro kadhaa, mpaka akamfanikiwa kufika kwenye barabara kuu. Akaita usafiri ambao alikuwa anahitaji ulimpeleka moja kwa moja hadi kwenye uwanja wa ndege ambao uko umbali wa kilomita 8 tu kutoka ndani ya mji mkuu wa taifa hilo. Ilitumika dakika 15 tu wakawa wamefika kwenye uwanja wa ndege wa Bangui Mpoko International Airport. Alipa pesa na kutaka change, hata pale ambapo dereva huyo wa gari alipojaribu kumuita kuonekana kama ni mtu ambaye alikuwa anamjari bwana huyo zaidi ya kutokomea ndani ya uwanja huo wa ndege ambao ndio mkubwa zaidi ndani ya Bangui. Tiketi alikuwa nayo tayari kwenye mkono wake, hivyo alipitia kwenye ukaguzi tu, ambapo muda mfupi baadaye aliingia kwenye usafiri, na baada ya dakika 15 ndege ikaanza kukata anga na kuiacha ardhi ya Bangui nyuma, huku ikionekana kuhema na kushukuru kwa kila ambalo lilikuwa limetokea kule nyuma. Silaha zote ambazo alikuwa nazo mwilini alizitelekeza uwanja wa ndege upande wa vioni ili asije kutumika kwenye muunganiko wa jambo ambalo bila shaka alikuwa amelifanya usiku huo wa mapema sana, ikamletea shida ya kuweza kutoka ndani ya eneo hilo. Saa moja nyuma, katikati kabisa ya mitaa Bangui, lilionekanika jambo la kutisha kweli kutokea.
jambo ambalo halikuwa la kawaida na wala halikutarajiwa kuweza kutokea. Ndani ya jengo la soko kubwa ambalo ndilo lilikuwa likitumiwa na watu wengi kwa ajili ya shughuli za kila siku za kibiashara, ulitokea mlipuko mkubwa ambao ulidondosha jengo hilo. Kudondoka tu kwa jengo hilo hakukutosha kuleta simanzi miongoni mwa watu mbalimbali, bali jambo ambalo lilikuwa limetishia amani zaidi ni idadi ya watu ambao walikuwa ndani ya jengo lile. Kudondoka kwake kulisababisha msiba wa taifa, msiba ambao ulileta simanzi kubwa miongoni mwa watu na wakazi wa Bangui. Jengo lilienda na maisha ya watu 350 kwa hesabu za haraka, lakini wakati huo pia walikuwa wanaendelea na uokoaji na kuendelea kufukua jengo hilo. Kushuka kwa jengo hilo haikujulikanika sababu yake haswa ilikuwa ni nini, kwa sababu alikuwa jambo la kawaida, lakini dakika kadhaa nyuma kabla jengo hilo kushuka alionekanika mwanaume mmoja akiwa ndani yake. Mwanamume ambaye ndio yule ambaye alikuwa ameonekanika kwenye ile gorofa akiwa na silaha ya udunguaji. Bwana huyo alikuwa na begi dogo tu akiwa anafanya manunuzi ya bidhaa kadha wa kadha ndani ya jengo hilo. Hivyo hakuna mtu ambaye angelikuwa na muda naye. Kila mtu alikuwa anajali kufanya yale ambayo yalimpeleka pale, hivyo akaipata nafasi nzuri ya kutimiza lile ambalo alikuwa amelenga kulifanya. Alishuka mpaka upande wa chini kabisa mwa jengo hilo ambako kulikuwa kuna utulivu. Eneo hilo ndilo ambalo lilikuwa na nguzo kubwa ambazo zilikuwa zimeshikilia jengo hilo. Alitazama kila upande mpaka pale ambapo alikuwa na uhakika kwamba hakuna mtu hata mmoja ambaye alikuwa anamtizama, ndipo alipojisogeza kwenye kona moja hivi ambayo ilikuwa kwenye kiza. Kwenye kona hiyo aliweka lile begi ambalo alikuwa nalo na kubonyeza remote kwenye mkono wake. Bila shaka alikuwa amehifadhi bomu ndani ya lile begi lake. Baada ya kuhakikisha kila kitu kinaenda kama ambavyo alikuwa amepanga, hakuhitaji kukaa eneo hilo tena zaidi ya kuondoka haraka sana, kwani alijua jambo ambalo lilikuwa linafuata muda mfupi baadaye. Baada ya kutoka kwa dakika 10 mbele, alikaa sehemu na kutizama jengo lile kwa umbali, kisha kama itazama remote ambayo ilikuwa inasoma sekunde kwa kasi kubwa sana. Ilikuwa zimebakia sekunde 15 tu, na baada ya kugota kwenye sifuri ulisikika mlipuko mkubwa ambao ulisambaa kila sehemu na kuzua taharuki kweli kweli. Upande mmoja wa lile jengo ulishuka huku moto ukiwa ni wa kutosha, japo haukudumu kwa kufukiwa na zile kuta nyingi za jengo lile, na upande ambao haukuwa na mlipuko ukaanza kutitia taratibu, japo watu wengi walifanikiwa kukimbia ambao walikuwa kwa upande ule, ila bado kuna ambao walikufa pale pale na majeruhi wengine wakapatikana. Bwana yule alitabasamu akiwa na hakiki saa yake na kutoa publish kwenye mfuko wake na kuanza kutafuna taratibu na kuingia kwenye kona moja. Akiwa nakatiza kwenye hizo kona, mbele yake walitokea wanaume 4, na wakati akiwa anawasogelea ndipo alipogundua kwamba hawakuwa wanaume tu, bali walikuwa na wanajeshi ambao walikuwa kwa ndani ya gwanda yao. Ule mshtuko ambao alikuwa ameonyesha kwa kuwaona bila matarajio ndio ambao hata wenyewe walikuwa wamewashtua. Wanaume wake waonekanika kabisa kwamba walikuwa wanawahi kutoa msaada kwenye ile jengo, kwa sababu walikuwa karibu na ndipo walikuwa wamekutana na mtu ambaye alionekanika kutokea kule kule, tena akiwa na furaha kubwa sana. Haikuwa kawaida kwa raia wa kawaida nyakati kama hizo kuwa kwenye furaha au kutokuwa na hofu. Maana yake ni kwamba alikuwa ni zaidi tu ya raia, na ndio sababu baada ya kumkaribia bwana huyo walimtaka asimame ili waweze kumalizana naye kwanza kwa kumhoji ama kumkamata ili baadaye waweze kumhoji vizuri. Lakini hata yeye alikuwa nje ya muda, kwa sababu kuna kazi ambayo alitakiwa kuifanya muda mfupi ambao ulikuwa unafuata kuanzia wakati huo. Hivyo watu hao wangempotezea muda na kumuingiza kwenye hatari. Wanaume hao walimpa ishara ya kusimama hapo alipokuepo. Walimzunguka kila upande, huku mmoja akimsogelea ili aweze kumkagua tena kwa sifa ambayo ilijionyesha mbele ya uso wake. Aligusisha mkono wake kiunoni karibu na zilipo sehemu zake za siri. Ule mkono ulidakwa na kuvutwa kwa nguvu. Alipigwa ngumi ya kwenye kwapa karibu na bega, akatoa ukelele wa maumivu. Ngumi ya pili ilitua kwenye shingo yake ambayo ilipinda, akasukumiwa kwenye mfereji mdogo wa maji machafu akiwa ni marehemu. Lilikuwa ni swala la sekunde 4 tu tukio zima kuweza kukamilika. Wenzake walibaki kwenye mshangao wakiwa kama ni watu ambao hawakuwa kiamini yale ambayo yalikuwa yametokea pale nyakati kama zile. Aliyekuwa nyuma akajitahidi kwenda baada ya kujitoa kwenye mshangao. Kusogea kwake kwa nguvu ilikuwa ni kosa kwake, kwa sababu yule mwanamke aligeuka, mkono wake ukiwa kwa kiunoni. Alivuta kisu na kukizamisha kwenye moyo wa yule jamaa na kukizungusha mara 2. Habari yake ikawa imeishia hapo. Alihisi ujio wa mtu nyuma yake, akageuka na kukutana na ngumi ya uso yenye. Aligeuka na kukutana na ngumi ya uso yake. Amerusha mkono wenye kisu kwenda pembeni kwa yule mwingine
ambaye naye alikuwa anashambulia kwa ngumi ili wamuunganishie wote kwa pamoja. Wakati anapigwa kwenye uso, naye kisu kilizama kwenye mkono wa yule mmoja ambaye alikuwa amekutanisha na ngumi yake. Zile kelele za miguno zilitulia baada ya kufuatwa kwa kasi na kupigwa ngumi ya kifua. Alihema akitaka kurudi nyuma, ila alitulia baada ya kisu kuzungushiwa kwenye shingo yake. Alikuwa ni mmoja ambaye hakuwa bado anaamini yale yalikuwa yametokea mbele yake. Alimkimbilia yule bwana ambaye hakutumia nguvu kubwa zaidi ya kurusha kisu ambacho kilizama kwenye tumbo lake la yule mwanajeshi kiasi kwamba akakosa hata nguvu ya kuweza kusogea mbele. Alimfuata na kumsogelea mwenyewe, kisha akamziba mdomo na kukivuta kile kisu, akakikita tena kwenye shingo yake mpaka alipoona amehakikisha kwamba amekufa. Hakutaka jambo lile litambulike haraka, hivyo ile miili alisukumiza yote kwenye ule mfereji, kisha akaharibu taa zote za umeme ambazo zilikuwa zipo karibu na eneo hilo, ambazo zingemfanya mtu yoyote kuiona miili hiyo. Alijifuta vizuri na kutoweka katika hilo eneo akiwa amekamilisha nusu ya kazi yake, na kwa wakati huo ilikuwa imebakiwa nusu ya kazi ambayo ndio ilikuwa ni muhimu zaidi. Tukio ambalo lilikuwa limetokea nyakati zile halikuwa la kawaida kwa nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ilikuwa ni tukio baya gumu ambalo lilikuwa linaenda kuacha alama mbaya kwenye taifa hilo, na ndio sababu ambayo ilimfanya rais wa taifa hilo kutangaza safari ya ghafla ya kwenda huko ili akawafariji wananchi wake ambao walikuwa wamemweka madarakani. Ujio wake eneo hilo ulifanya jitihada za uokoaji kuwa kubwa zaidi, na wananchi wake wakaanza kupata matumaini mapya, japo hata ulinzi eneo hilo uliongezwa na kuwa mkali. Rais baada ya kufika eneo hilo aliandalia mazingira kwa ajili ya yeye kufanyiwa mkutano wa haraka na vyombo vya habari ili kuweza kutoa angalau neno la pole kwa wananchi wa eneo hilo na taifa lake kwa ujumla. Ilitumika nusu saa helikopta iliyokuwa imebeba rais ilifika eneo hilo, na baada ya dakika zingine 10 alikuwa tayari amesimama mbele ya maiki kwa ajili ya kuweza kuongea. Wakati rais akiwa anaanza kuongea mbele yake vyombo vya habari usiku huo, huku kazi ya kuokoa watu pia ikiwa inaendelea, yule mwanaume ambaye muda mfupi ndiye alionekanika kutega bomu hapo alikuwa amefika kwenye jengo ambalo alikuwa amefikia. Nyakati hizo alikuwa dirishani akiwa anaifunga vizuri silaha yake. Ni mtu ambaye alikuwa ameonekanika kabisa kwamba alifanya tafiti za kutosha juu ya tukio hilo na kutambua kwamba kama tatizo likitokea basi ni wapi ambapo mtu wake atakapokuepo kwa wakati huo. Alimaliza kuifunga vizuri na ndani yake akawa ameweka risasi moja tu, huku zingine zikiwa pembeni. Hakuwa na shida ya kuweza kutumia risasi nyingi. Alitoa bablish na kuitupia mdomoni mwake, kisha akawa amesogeza jicho lake kwenye silaha akiwa mtulivu. Silaha yake ilikuwa inamtafuta rais alipokuepo, ambaye ni sekunde 30 tu zilitosha kumfanya rais huyo kujia kwenye kioo cha eneo ambalo lilikuwa ni mbali kidogo kutoka eneo la tukio. Alihema kwa nguvu na kufumba jicho moja, kisha akafiatua risasi. Alipokuja kufumbua jicho lingine, rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati alikuwa anadondoka chini baada ya risasi kutoboa sikio lake na kuzama ndani ya kichwa. Ilikuwa ni ghafla. Ilizua taharuki kubwa baada ya watu kugundua kwamba ni risasi ilikuwa imemdondosha rais wao. Hakuna ambaye aliamini tena kwamba eneo hilo lingelikuwa salama kwa wakati huo. Ilionekanika kuwa ni eneo hatari kwa maisha yao, hivyo walianza kukimbia huku na huko, kila mtu akihisi kwamba huenda ikafuata zamu yake. Ule mshtuko ulifanya viongozi wa usalama wa rais pamoja na polisi kuhitaji kumhusika patikanike haraka, ambapo baada ya kuangalia kwa umakini waligundua kwamba ni wapi ambako risasi ilikuwa imetokea. Hivyo mara moja walikuwa wanahitaji askari wazingile jengo lile kuhakikisha mhusika anapatikana, huku rais akiendelea kupata matibabu na kuoshwa hospitali kuona kama wangeweza kuokoa maisha yake. Wakati ambao polisi wengi walipokuwa na alifikia jengo lile ili waweze kumtafuta mtu wao, ndio wakati ambao ilisikika alarm ndani ya jengo hilo na kuwafanya watu ambao walikuwa wametulia nyakati hizo za usiku kuanza kutoka na kukimbia kila sehemu, hususan baada ya kusikia kwamba jengo hilo lilikuwa na bomu ndani yake kiasi kwamba nalo lingelipuka na kushuka kama lile la sokoni. Kuchanganyikiwa kwa watu wengi ndiko ambako kulimfanya yule mwanaume kukamilisha kazi yake na kutoroka bila kupatikana. Polisi walianza kujazwa kila sehemu kuhakikisha mhusika haendi mahali. Walizuia ndege zisiondoke. Hakuna mabasi yalikuwa yanaruhusiwa kutembea ndani ya mji huo. Polisi walizagaa kila kona, ila haikuwa kweli kufanikisha jambo lao kwa sababu mhusika hakuwepo tena. Muda ulikuwa umekwenda mno. Msikilizaji, kabla hatujui Tanzania ndani ya mitaa Tandika sokoni, simulizi yetu inakwenda kwa jina la Giza la Malaika, The Darkness of an Angel, ikiwa na kichwa cha siku za mwisho. Lakini hii ni mwendelezo wa simulizi ya Gavin Luka, na hii ikiwa ni toleo la 3 la simulizi ya Gavin Luka.
Ya kwanza ilikuwa ni idaiwe maiti yangu, safari ya Gavin Luka, lakini ya pili ikawa ni The Odyssey of Leonera, yani ikiwa ni Gavin Luka toleo la 3. Leo hii tunayo The Darkness of an Angel, yani giza la malaika, siku za mwisho, ikiwa ni Gavin Luka toleo la 3 na la mwisho kabisa la mfuatano, yani series ya simulizi ya Gavin Luka. Sasa mtunzi ni yule yule Fabian Babuya, inasimuliwa nami director Oni kutokea hapa Simulizi Mix. Unaipata kupitia YouTube channel Simulizi Mix, Android application SMX app, WhatsApp ni 0677062012. Unaweza kuipata kwa haraka zaidi ukienda pale ndani ya SMX app au kutucheki WhatsApp kupitia namba hiyo. Basi unaweza kuipata simulizi mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Lakini YouTube channel Simulizi Mix hakikisha subscribe kuendelea kufuatilia simulizi tamu kweli kweli ya mapigano, upelelezi na ujasusi mpaka mwisho kabisa. Na hapa tunahamia pande za Tanzania, ndani ya mitaa Tandika sokoni. Unaambiwa eneo hilo huaga linamshamsha muda mwingi kwa sababu ya shughuli zake ambazo zinaendelea. Ni eneo ambalo limekaa sehemu nzuri kibiashara kwa sababu kuna mzunguko mkubwa wa watu kutoka maeneo mbalimbali, hivyo kufanya biashara kuwa nzuri maeneo hayo. Usiku wa saa 3 palikuwa pamechangamka kama kawaida, wakati ambao akina mama ntilie walikuwa wakijitahidi kwenda na kasi ya eneo hilo kuhakikisha kwamba wanatengeneza pesa kwa biashara ya msosi. Wengi hawakuwa na vibanda au fremu kwa sababu zilikuwa ni ghali eneo hilo, hali ambayo ilipelekea kuwa na maeneo wazi tu ambayo ndio yalikuwa yakitumika kufanyia biashara hiyo. Hali hiyo ilifanya watu kujazana kwenye maeneo ya mantilia hao ili kujipatia milo ya jioni kabla ya kuendelea na shughuli zao zingine, na wengine wakiwa wanafunga kwa ajili ya kwenda kulala na wengine kustareheka tu kama ambavyo imezoeleka kwenye jiji kubwa la Dar es Salaam. Kwenye viti vya mbao na meza moja ndefu ya mantilia moja walikuwa wameketi vijana kadhaa wakiwa wanakula huku wanapiga soga kuhusu taifa lao. Pembezoni mwa kiti kimoja kirefu kulikuwa na mwanaume ambaye alionekana akiwa amevalia pama kubwa la kahawia na kichwani, huku akiwa mwilini ana mavazi ya suti. Umri wake unaonekana kabisa kwamba alikuwa tofauti na vijana wale, kwani yeye alikuwa ni mtu mzima kabisa. Hakuwa na maongezi na mtu yeyote yule kwa sababu hakuonekana kuwa sehemu ya utamaduni wa eneo hilo, zaidi tu ya kulizingatia bakuli lake kubwa la supu na chapati 5 ambazo alikuwa ameziendea taratibu kabisa bila haraka. Alikuwa anazitafuna. Akaonekana kuvutiwa na mazungumzo ya vijana wale kwa sababu zile habari zilikuwa zimetokea kwenye taifa lao. Ni habari ambazo mpaka wakati zilikuwa zinavutia masikio ya wengi kutokana na historia ya taifa ambako lilikuwa limetokea tukio hilo, na chanzo kikubwa zikiwa ni hizo habari ambazo wakati huo walikuwa wanatumia kuzielezea taratibu. Mimi naamini yale mambo yanatokea sawa tamaa na siasa. Sehemu ambayo siasa inakuepo kwa kiasi kikubwa na kuna maslahi, basi wanasiasa waga hapo tayari kuvuka ile mipaka ya ubinadamu na kuvaa uhusika wa ngozi za kutisha sana. Mara nyingi ukiwakuta kwenye hali kama hiyo, basi sahau kabisa kuhusu wao kuzingatia ubinadamu. Mara nyingi hapo waga wanaangalia zaidi kwenye mifuko yao tu na namna ya kuweza kudili na matumbo yao tu binafsi, pamoja na kulimbikiza mali kwa ajili ya watoto wao, ambao baadaye ndio waga wanakuja huku layani na kuweza kututukana na sisi kwamba tufanye kazi. Aliongea kijana mmoja ambaye alivuta hisia za vijana wenzake ambao walikuwa wako pale, kwa sababu ni yeye ambaye alionekana kuwa na akili nyingi na weledi kwenye kuelezea mambo yale. Unamaanisha kitu gani moja kwa moja ndugu yangu? Wote tunajua hapa kwamba wewe ndiye mwenye akili kutuzidi sisi wote hapa, hivyo ukiongea kwa falsafa namna hiyo unakuwa unaanza kututesa sisi hapa vichwa maji. Alalama kijana mwingine ambaye yale maelezo bila shaka yalimtupia habarini. Wote si mnakumbuka yale ambayo yalikuwa yametokea miaka 3 iliyopita? Hilo sio swali la kuuliza, ni mambo ambayo kila Mtanzania anayajua kwa maisha yake yote. Una uhakika kila Mtanzania anajua kiundani? Ndio, kwa sababu hizo ni simulizi zilizokuwa zimetapaka kila sehemu, ndani na nje, zilikuwa zimeongelewa kwa ukubwa sana. Sasa unahisi ni mtu gani mjinga ambaye atakuwa hajazisikia habari maarufu ambazo zitaishi miaka na miaka? Hakuna utofauti wa kusikia na kujua kitu kiundani. Kusikia ni kwamba unaweza ukapokea lolote ile ambalo masikio yako yataruhusu wewe kuweza kulipokea, na ndio maana kwenye maisha yako unashauriwa kusikiliza zaidi kuliko kusikia. Lakini kuelewa kiundani maana yake ujue kwamba taarifa hizo zilizo nyuma ya hayo mambo, na kuzijua taarifa kama hizo ndipo unaweza kuwa na muunganiko wa yale ambayo kweli yametokea. Usipende sana kuamini maneno ya wanasiasa. Wale uwaga wanaongea lote ile ili wakufurahishe tu kwa muda fulani, waje kubeba kula yako, na baada ya hapo wanakutupa kama hukujui vile. Kuona maanisha kwamba wanasiasa ni matapeli tu, sio?
Hasina maana hiyo, lakini jambo la msingi ambalo unatakiwa kulizingatia kwenye maisha yako ni kwamba kumwamini mwanasiasa ni kuamua kujichosha na kupoteza muda wako tu kwa sababu they are all liars, akionyesha kwamba wote ni waongo. Kwenye lugha hapo ndo unaanza kabisa kuharibu sasa. Hebu turudishe kwenye mjadala wa kwanza kabisa, tujue ni jambo gani ambalo ulikuwa unahitaji kulimaanisha na sisi tupate kulielewa kiundani kama wewe. Kijana mmoja ambaye alionekanika kuwa na hamu kubwa ya simulizi na ya stori hizo hakutaka mada ihame. Alikuwa anataka naye pia apate mambo kadha wa kadha ya kwenda kutambia mtaani kwake ili wajue kwamba alikuwa na za ndani kuliko wenzake. Hauna haraka sana ndugu yangu. Ila binafsi waga naamini kwamba kama zisingelikuwa tamaa za wanasiasa, basi yale mauaji yasingetokea. Ile familia ya Gavin Luka isingeweza kuacha maafa makubwa namna ile. Mimi nilifanikiwa kukisoma kile kitabu kwa rafiki yangu mmoja hivi, mtoto wa tajiri ambaye aliweza kukinunua. Niseme tu kwamba kuna mambo ya kutisha ambayo hii dunia haiyajui, na siku ambayo ulimwengu utafanikiwa kuyajua mambo kama basi nafasi ya wanadamu kuendelea kuishi itakuwa ni ndogo sana. Jambo ambalo aliliongelea likaonekanika kuwa la muhimu kwa wenzake kiasi kwamba wote waliacha kura na kumzingatia yeye. Lakini haikuwa hao tu, bali hata kwa watu wengine ambao walikuwa wako pembeni walikuwa wameanza kusogea na kujazana eneo hilo ili kuipata hiyo simulizi ambayo kila mwanadamu wa Tanzania alikuwa akiihusudu na kuipenda, lakini ni watu wa kuhesabika walibahatika kuzipata taarifa zote za watu wao kiundani zaidi. Ina maana kwamba muda wote una simulizi ya hawa watu ambao sisi hatukuipata na tukaushia tu hapa kaka. Sio kweli bwana. Alalama kijana mwingine kwa anavua shati yake na ndani akibakiwa na vesti nyeupe ambayo mbele yake ilikuwa imebandikwa picha ya Gavin Luka akiwa ameshika upanga. Yule msimuliaji baada ya kuona vile alitabasamu na kumuuliza yule kijana mwenzake, "Kwa nini una picha huyo mtu kwenye nguo yako?" Kwa sababu ni shujaa wa kweli ambaye hakuhitaji kwenda kulialia ili asaidiwe. Ni mwanaume pekee ambaye aliamua kuinyosha serikali kwa upumbavu wao ambao huaga wanafanyia watu wengine. Kama ningeweza kufanikiwa kukutana na mtu huyo kabla ya kifo chake, basi ningekubali mimi kuuawa kwa niaba yake. Hakuna mtu mwenye akili timamu hapa duniani alafu asiwe shabiki mkubwa wa Gavin Luka. Na ndio maana mpaka leo hii ndani ya soko la Afrika nguo zake ndizo nguo ambazo zimeuza zaidi kuliko nguo za aina zote zile kuwahi kutokea. Alijinadi kijana huyo na wenzake wakacheka, ila walimtaka kijana mwenzao azingatie zaidi ni yapi ambayo yalikuwa ndani ya kile kitabu cha The Darkness of an Angel, yani giza la malaika. Mle ndani yameandikwa maisha yake, maisha ambayo yaishi, maisha ambayo yalimfanya yeye kuwa kiumbe hatari zaidi duniani na namna jinsi ambavyo alianza kuwa watu. Kuna vitu ambavyo wanadamu wengi sana waga wavielewi, na hata kama wakivielewa basi waga wanavielewa muda ukiwa sio rafiki kwao. Mtu yote anapozaliwa waga anakuwa na malaika kabisa kwa sababu hana dhambi yote ile. Ila maisha ya dunia na maisha ambayo yeye anaamua kuyaishi ndo ambayo yanaweza kumfanya akawa tofauti na vile ambavyo wengi walikuwa wanamtaka awe au ambavyo asili iliamua awe. Dunia waga inaanza kuwabadilisha watu taratibu. Ulimwengu waga unawafanya watu wanakuwa tofauti, na kipindi walipokuwa wanabadilika ndipo waga yanakuwa yanaanza kutokea mambo ya kutisha ambayo waga yanaufanya ulimwengu usiwe sehemu salama kwa ajili ya maisha ya watu. Kitabu kinazungumzia upande wa giza wa malaika, upande ambao wanadamu wengi sana waga wanakuwa nao kulingana na maisha ambayo dunia inawachagulia wao kuweza kuyaishi. Bwana yule alizaliwa akiwa kama malaika, alitamani kuwa mtu safi kabisa ambaye hakutaka kuwa sehemu ya kuyakatisha maisha ya mtu mwingine, lakini angeweza vipi kuyaishi hayo maisha ingali familia yake mwenyewe iliuawa? Tatizo kubwa lilikuwa limeanzia hapo. Hivyo yule mtu ambaye alikuwa anatakiwa kuwa malaika aliamua kutuonyesha ule upande wake wa pili wa giza unakuaje pale ambapo dunia inakuwa inamlazimisha kuyafanya mambo ambayo huenda hata yeye mwenyewe hakuwa nayo. Lakini pia kile kitabu kinatoa somo moja kubwa ambalo ndilo uwaga linawafanya wanadamu kuonekanika wana roho mbaya kupita ile kawaida ya wanadamu wanavyotakiwa kuwa. Kisasi uwaga ni haki kama kinatakiwa kulipwa, lakini ubaya wa kisasi ni kwamba ni ugonjwa wa milele. Yaani ugonjwa ambao uwaga unaishi siku zote za maisha ya wanadamu. Mwandishi mle ndani kupitia akili ya Gavin Luka anaelezea kwamba unapolipa kisasi au kutengeneza kisasi unatakiwa kutambua kabisa kwamba umetengeneza tatizo la milele ambalo litaenda kizazi kimoja mpaka kingine. Leo ukilipa kisasi unatakiwa kulazimika kufanya jambo moja kubwa ambalo ndilo limefanya yeye aone kwamba kisasi waga kinamfanya binadamu kutoka kwenye binadamu wake. Unapolipa kisasi unatakiwa kuhakikisha kwamba unaua kizazi kizima cha huyo mtu ambaye alikukosea, kwa sababu
Kama akibaki mtoto mmoja tu kwenye kizazi hicho, basi ni lazima naye baadaye atakuja kurudi kwako na kuhitaji kulipa kisasi cha wapendwa wake. Na vivyo hivyo na kwako pia, na wewe pia baadaye kama ukibaki utatamani kulipa kisasi. Sasa hilo waga na vizazi, na ametolea mfano kwamba Gavin mwenyewe aliwahi kufanya kosa kubwa sana la kumsamehe mtu na baadaye akaja kuwa ni sehemu kubwa ya majuto yake, na alijua lazima kuna mtu mwingine ambaye angekuja kurudi baadaye. Sasa hayo maisha ya baadaye hayapo kwenye kitabu, na ndio ambayo hata yeye mwenyewe yalimfanya akaja kufa kabisa. Jambo pekee ambalo ni kubwa na halipo ndani ya kitabu ni kuhusu familia yake na familia yake kwa ujumla, ambayo kwa baadaye ilikuja kujitokeza, na wote tunajua kabisa kwamba mwisho wake haukuwa mzuri mpaka leo yeye mwenyewe ni marehemu. Ilikuwa ni simulizi nzuri na ya kuvutia mno. Ndani ya muda mfupi eneo lile lilikuwa limefulika watu wakiwa makini kusikiliza habari hizo za ndani kabisa. Watu wakasahau hata kula, na hata wauzaji wenyewe walibaki wakiwa wamesimama wakisikiliza kwa umakini mkubwa sana. Unasimulia matukio kama mlikuwepo vile, ndugu yangu. Nahitaji tuipate simulizi nzima ambayo ipo humo ndani kwa sisi ambao hatuna uwezo wa kupata kitabu, lakini tunatamani kujua kwamba ile familia mpaka leo bado ipo, na kama ipo iko wapi. Ni muda mrefu sana umepita na hakuna taarifa zote zile kuhusu watu, na wala hawajawahi kabisa kusikika mahali popote pale, na serikali kwa sasa hivi haijawahi kuzungumzia habari hizo. Aliuliza kijana mwingine ambaye alikuwa mmoja kati ya wale ambao walikuwa wamevutiwa zaidi na ile maelezo. Kuhusu familia anaweza kukuhakikishia kwamba bado ipo hai, lakini ni kujua kwamba ni wapi walipo, nina imani kabisa hata rais wa taifa hili hawezi kabisa kukupa jibu hilo la swali lako. Umejuaje kama ipo hai? Kijana huyo alitabasamu baada ya kuulizwa swali namna hiyo. Akajikoza kidogo na kumwangalia muulizaji. Nina mgonjwa nyumbani, hivyo nawahi kwa sasa hivi. Kesho nawaahidi kwamba nitawasimulia simulizi nzima, na nitawapa taarifa kwamba nilijua vipi kwamba hii familia iko wapi, na nitawapa sababu za msingi za familia hii kuweza kupotea mpaka leo. Kauli yake ilifuatiwa na yeye kunyanyuka hapo na kuanza kuondoka. Watu walianza kulalamika na wengine wakiwa wanatukana, kwani aliwapa hamu kubwa sana ya simulizi, alafu akaikata njiani. Watu walikuwa tayari kumpatia pesa aweze kukaa na kuendelea, lakini aliondoka hapo na kuahidi kwamba angerudi kesho yake. Hakuwasikiliza walalamikaji ambao walikuwa wameondoka wakiwa wanalaani na kushusha matusi mazito ya nguoni kwa kijana huyo. Kumaliza kwake mazungumzo kwa ghafla kuliwafanya watu kuanza kutawanyika, lakini pia ilikuwa hivyo kwa yule mwanaume ambaye umri wake ulikuwa wa makamo, akiwa anasikiliza yale maelezo kwa makini. Hakuna ambaye alikuwa amemshtukia hata kidogo, huenda kwa sababu ya kunogewa na ile simulizi, hali ambayo iliwafanya watu kuwa na mawazo yote upande huo. Alikuwa amemaliza kula. Baada ya kuona yule kijana anaondoka, alilipa pesa ambayo hakutaka hata kupatiwa change, kisha akatoweka kwa uharaka kwenye eneo hilo. Hakuwa anaenda upande wote ule mwingine zaidi ya kumfuatilia yule kijana ambaye alikuwa ni msimuliaji wa ile simulizi, na alionekanika kabisa kwamba alikuwa makini kwenye upande wa utulivu wa akili yake. Hakuwa sehemu ya wale vijana ambao walikuwa kikurupuka tu. Kijana yule akiwa anatembea taratibu kwa sababu alikuwa anafahamu ile mitaa Tandika. Hakuwa mgeni sana maeneo yale. Kwenye kukatiza mitaa alikutana na watoto wa mjini, watoto ambao huaga wanaamini kwamba mitaa yote ya jiji ni yao na wao ndio ambao wana haki nayo. Mtoa pesa uende zako mtoto wa kike wewe. Alifoka dogo mmoja hivi ambaye kimtazamo alikuwa mdogo wake. Acheni zenu. Yaani mniibie kwenye mitaa yangu? Kabla hata hajafanikiwa kumaliza sentensi yake, alikoswa na upanga ambao ulikuwa umempuliza kidogo kwenye paji la uso. Hapa alitambua kwamba ameingia kwenye mikono ya panyalodi. Hivyo aligeuka ili akimbie, ila hakujua kama kuna wengine wawili walikuwa kwenye nyuma yake wakiwa wameshika bispisi kwenye mikono yao. Kijana ambaye mwili wake ulikuwa na mavazi ya hovyo alirusha bispisi moja na kutaka kutoboa shingo ya kijana huyo, ambaye alikubali kwa sababu hakuwa na namna ya kufanya. Lakini kabla ile bispisi haijafika kwenye shingo yake, ule mkono ulidakwa na kuvunjwa. Alitoa sauti ya majuto na kelele za maumivu, ila hazikudumu baada ya kupigwa kwenye shingo yake mpaka ikazunguka. Wengine ndio wakaja kushtuka na kutambua kwamba walikuwa wamevamiwa, hivyo wakajihitaji kumshambulia mwanamume yule kwa pamoja, ila hawakufua dafu kwa sababu alivuta bastola yake na kuwatandika wote risasi za vichwa. Yule kijana msimuliaji aliogopa mno kiasi kwamba alibaki akiwa amejikunyata, akiwa hana hata uwezo wa kukimbia, kwa kuwa alitambua kwamba naye ni lazima afe kwa namna yote ile. Aliinua uso wake kwa wizi, na ndipo aliposhangaa baada ya kumuona vizuri yule mtu. Ni mtu ambaye alikuwa amemuona kule kwa mantilie, ila hakumtambua kwamba alikuwa ni nani. Bwana mdogo huyo alikuwa ni mzuri mno kwenye kuyasimulia na kuyapanga maandishi kwenye maelezo, ila alikuwa ni muoga kwenye uhalisia.
Maisha watu kama ambao alikuwa akiwazungumzia yeye ni marahisi kuyaelezea kwa maelezo mafupi tu, ila kuyaleta kwenye maisha ya kweli yanakuwa ni magumu kwake isivyo kawaida. Unaitwa nani bwana mdogo? Ilipenya sauti nzito yenye mamlaka kwenye masikio yake. Steven, alijibu akiwa anatetemeka. Una familia? Ndio, naishi na mdogo wangu. Unajua watu ambao ulikuwa unawazungumzia kwenye ile simulizi yako? Hapana, mimi niliyasoma tu kwenye kitabu. Leo umebahatika kukutana kwenye maisha yako. Alibaka kama dua kama vile haamini eti wewe ni mmoja wao. Ndio. Kwa nini umenifuata mimi? Alianza kutetemeka kwa sababu alikuwa anaijua historia ya watu hao na majinsi walivyokuwa wanafanya mambo yao, hivyo hapo alitambua kwamba lazima ufe. Hilo swali nitakujibu siku nyingine, ila nina maelekezo mafupi tu kukupatia, na baada ya hapa hautatakiwa kuja kuongelea haya mambo sehemu yote ile. Na ikiwezekanika hii mitaa unatakiwa kuhama usiku wa leo. Kwa nini nifanye hivyo? Kwa sababu kuanzia sasa hivi wewe unaenda kuwa mmoja wetu. What? Alibaki akiwa anashangaa, lakini bwana huyo aliingiza mkono mfukoni na kutoa bunda 2 za pesa na kadi ndogo hivi. Hizo ni pesa ni milioni 50 za Kitanzania, japo zipo kwa mfumo wa dola. Na hilo bunda dogo ni milioni 5 za Kitanzania. Hama hii mitaa bila kumwaga mtu yote ule, na uende sehemu kubadilisha maisha yako. Na baada ya wiki piga kwenye hiyo namba hapo, kisha jitambulisha kama mimi Steven. Kijana huyo ni kama bado alikuwa haelewi mambo yanavyoenda. Alikuwa na maswali mengi mno kwenye ubongo wake, lakini wakati huo huo alibaki kama amepigwa na bumbuazi. Wakati ambao alikuja kushtuka, yule bwana hakuwepo sehemu ile. Alikuwa ni yeye na anga tu akiwa anatizamana. Alizoa zile pesa na kukimbia nazo huku moyoni mwake akiwa na furaha kweli kweli. Ipo hivyo siku zote, maskini akizipata pesa za ghafla, jambo la kwanza huwa ni furaha bila hata kuwaza madhara ambayo yanaweza kujitokeza kutokana na zile pesa ambazo amezibeba. Zile risasi ambazo zilipigwa pale kutokana na makelele hazikueleweka zimetokea wapi, hali ambayo iliwafanya watu wengi eneo lile kukimbia biashara zao, kuhofia usalama wao, jambo ambalo lilikuwa ni fursa kubwa kwa wezi wa mitaa ile. Muda mfupi baadaye eneo lile lilikuwa limejaa polisi ambao walikuwa wameikuta miili ya vijana ambao walikuwa wametambulika kama vibaka, ikiwa haina uhai na mhusika asiyejulikana ni nani. Mtu ambaye alikuwa amefika lile eneo na kufanya yale yote alikuwa ni mwanaume mmoja ambaye alifahamika kama Mabanzi Mkwambe. Alikuwa ni mwalimu wa Jabali huyo mtaalamu, na ndiye ambaye alifanikisha Jabali kujiunga na jamii yao ya The GLCs. Dodoma, mji mkuu wa taifa la Tanzania, eneo moja ambalo linazidi kukua kwenye upande wa biashara kila siku kutokana na upanukaji wa mji na ongezekaji wa huduma za kijamii na maendeleo kwa ujumla. Ni moja kati ya sehemu ambazo taifa linaziangalia kwa jicho pana, kwa kama moja kati ya sehemu kubwa za kibiashara kwa baadaye kitaifa. Eneo hilo kutokana na umuhimu wake limekuwa likikumbwa na baadhi ya changamoto kadhaa za kihalifu. Sababu kubwa ni kwamba kuna watumishi wengi wa serikali, hivyo hata mzunguko wa pesa upo. Sababu hiyo inapelekea eneo hilo kujazwa maafisa usalama wengi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuna kuwa safi kabisa na shughuli hizo za kihalifu zinaweza kupungua kama sio kudhibitiwa kabisa. Licha ya uwepo wa maafisa hao wa usalama ambao ni wengi, lakini bado eneo hilo limekuwa gumu kuweza kulirejesha kwenye hali ya amani kama mwanzo, kwa sababu sio kila ambaye anatambulika kama afisa usalama basi kweli ni afisa usalama. Imejitokeza jamii ya watu wengi, jamii ambayo inawagawa watu kwenye makundi matatu, na ndio ambayo inafanya mambo yanakuwa magumu ndani ya eneo hilo. Jamii ya kwanza ni watu hao wa serikali ambao ni watu wa usalama. Jamii ya pili ni wahalifu ambao nao wanaishi kwenye mgongo kama watu wa usalama pia, na jamii ya tatu ni raia wa kawaida ambao kwa asilimia kubwa ndio wanategemea mamlaka kuweza kuwalinda nyakati zote. Uwepo wa jamii ya wahalifu ambao wanapora na kuua kwa kivuli cha kudai kwamba ni maafisa usalama kimefanya eneo hilo kutokuwa salama. Mpaka wakati ambao mambo yanakuja kuharibika zaidi, tayari ndani ya eneo hilo kulikuwa kuna miili ya watu 50 ambayo haikuwa na uhai. 30 kati yao walikuwa ni watumishi wa serikali, 10 walikuwa ni wafanyabiashara wakubwa, na 10 ambao wanabaki walikuwa ni raia wa kawaida tu. Kuzuka kwa yale mauaji ndiko ambako kunafanya serikali ifanye maamuzi magumu. Wale maafisa wa kule Dodoma kazi ilikuwa inaelekea kuwashinda, na ndio maana mpaka watu wote hao wakawa na uawa mbele yao na hawana taarifa juu ya wahusika wa matukio hayo na hatua ambazo zilikuwa zinaenda kufuata baada ya hapo.
Timotheo Ganze ndilo jina ambalo lilijitokeza kwenye ramani ya watu muhimu wa serikali ambao walitakiwa kwenda kushughulikia hatari hiyo kwa taifa. Na mauaji ambayo yalikuwa yameanza kukemewa kwenye mitandao ya kijamii, mauaji ambayo yalianza kuchafua taswira ya taifa kwa ujumla, kwa sababu ilionekanika kama serikali imetoa baraka kwenye mambo hayo ambayo yalikuwa yakifanyika. Saa 9:15 ndio muda ambao shababi mmoja ambaye alikuwa na begi lake dogo mkononi alikuwa anaingia ndani ya mji huo mkuu wa Tanzania. Alifika eneo hilo kwa ndege na hakuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa ameenda kumpokea. Bwana huyo muonekano wake ulikuwa ni nadhifu lakini usiokuwa na utulivu. Kwa muonekano wake alionekanika kama mfanyabiashara maarufu ndani ya eneo hilo la Dodoma. Baada ya kufika ndani ya eneo hilo alijua kwamba ana kazi moja kubwa. Alitaka kuwa maarufu kwanza kwenye midomo ya watu na kazi yake ilikuwa inaanzia hapo. Kwa watu ambao wanautafuta umaarufu kwa haraka maeneo kama hayo, sehemu sahihi huaga ni kuanzia kwenye kumbi kubwa za starehe. Mwanamume huyo aliingia kwenye kumbi moja kubwa ya starehe na kuanza kutamba na kumwaga pesa. Alitumia pesa mpaka wenyeji wakamkoma hilo eneo. Mpaka inafika asubuhi ya kesho yake jina lake lilikuwa limeanza kutajwa kwenye midomo mingi ya wapenda starehe, wakiambizana kwamba kuna bosi mpya wa kuangaliwa kwa umakini alikuwa ameingia jijini. Hakuishia pale tu, bali hata kesho yake tena alienda sehemu nyingine ghali zaidi na kufanya yale ambayo alikuwa ameyafanya jana yake. Umaarufu wake ndani ya siku 2 tu ukazidi kuwa mkubwa na ungehisi kwamba alikuwa ni mtu ambaye alikuwepo hilo eneo kwa miaka 10 nyuma. Pesa inaongea bwana, pesa inasema. Lengo lake kubwa alikuwa anataka kufahamika kila kona ya jiji, kwa kuwa aliamini kwamba wale wahalifu walikuwa wakidili na watu wengi wenye mafanikio. Walikuwa ni watu ambao kwa mtazamo tu wanaonekanika kuweka maslahi mbele kwanza, kisha mwingine ambaye angeingia kwenye mikono yao basi wangemaliza haraka sana ili kulinda siri zao. Umaarufu wa ghafla ule bana kwenye kumbi za starehe uliwafanya baadhi ya watu kumuonea huruma, kwani alikuwa anaingia kwenye dunia ambayo hakuwa akiitambua, ila hawakuwa na taarifa za aina ya mtu ambaye walikuwa kimuonea huruma. Siku ya 3 ambayo alikuwa amedhamiria kuanza rasmi kuifanya kazi yake ndani ya hilo jiji, kuna kitu kama kilimshangaza japo hakuwa na uhakika nacho. Kwenye kasino moja kubwa ambalo alikuwa anaingia usiku huo, alipishana na mtu wa makamo. Ni sura ambayo alikuwa anahisi kuifahamu tangu hapo zamani, lakini hakuwa na uhakika kwa sababu ya uharaka ambao ulitumika kuonana na mtu wake, na kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya starehe basi hakuona haja yeye kuumiza kichwa sana juu ya jambo hilo. Hivyo akawa anasogea ndani zaidi ya eneo hilo, ambapo alipokelewa na wapambe kwa sababu jina lake walikuwa nalo kwa siku 2 za nyuma. Hivyo waliamini kwamba uwepo wa huyo mtu hilo eneo usingekuwa bure, bali wangepata uraji na vinywaji kwa haraka sana. Lakini kabla ya utulivu kuchukua nafasi yake, zilisikika kelele kutoka upande wa juu wa eneo hilo. Ni vyumba vya VVIP ndiko ambako kelele zilikuwa zinatokea. Kelele hizo zilikuwa zimetoka kwa mwanamke mmoja mrembo mno, tena akiwa uchi kabisa. Mdada huyo alikuwa anakimbia kana kwamba alikuwa amekutana na mabomu ya Boko Haramu ana kwa ana, jambo ambalo halikuonekanika kuwa la kawaida. Timotheo alihisi kuna kitu hakipo sawa, hivyo akakimbilia kwenda kwenye ile sehemu kuweza kujua ni kipi kilitokea, huku yule mdada ambaye alikuwa anakimbia akishikwa na walinzi ili aweze kusaidia kutoa maelezo kwamba ni jambo gani ambalo lilikuwa limetokea mpaka awe kwenye hali kama ile. Baada ya kufika kwenye kile chumba, kulikuwa kuna tukio la kutisha. Ni mwanaume mmoja ambaye kidogo alikuwa ameuawa kwa kuzamishwa kisu kwenye moyo wake. Mwili ulikuwa na majeraha na sehemu kadhaa ambazo zilikuwa zimeiva. Bila shaka ilikuwa ni nguvu ya ngumi ambazo zilikuwa zimepenya kwenye ule mwili, ila haikujulikana kwamba alikuwa amepigwa na nani na kwa sababu zipi. Basi hapo ikalazimu yule binti aitwe. Binti yule akiwa analia na kutetemeka alidai kwamba walikuwa wakifanya mapenzi humo ndani mpaka alipokuwa ameingia mwanaume mmoja. Yeye hakupata nafasi kubwa ya kushuhudia yaliyokuwa yametokea kwa sababu yule bwana ambaye aliingia humo ndani alimzimisha na kubaki na huyo mwanaume wake ambaye alikuwa akifanya naye mapenzi. Muda mfupi baadaye, baada ya kurejewa na fahamu zake, ndipo alizinduka na kukutana na hayo mauaji ambayo yalionekanika kumtisha na kumnyima raha. Sasa muuaji alikuwa nani? Timotheo alishtuka na kugundua kwamba haikuwa bahati mbaya kupishana na yule mtu ambaye yeye alihisi kwamba aliwahi kumfahamu kwenye maisha yake huko nyuma. Akiwa sehemu kama ya watu wa kawaida ambao walikuwa huko kwenye eneo hilo, muda ambao hata polisi walikuwa wanaingia, aliamua kutoka nje haraka sana. Hakukuwa na shida ya kuweza kutoka kwa wakati huo kwa sababu kila mtu alikuwa yupo kwenye taruki. Mauaji yalileta hofu ndani ya eneo hilo, huku watu wengine wakiwa wanaondoka ili wasije wakahusika kwenye hiyo kesi. Hivyo ilikuwa ni rahisi kwake
kufanikiwa kufika mpaka nje, lakini hakukuwa na dalili za kuweza kumuona yule mtu wake ambaye alikuwa anahisi alimuona. Hali hiyo ilimfanya arudi ndani. Kurudi ndani, alimfuata meneja moja kwa moja na kumvutia pembeni ili apate msaada. Bwana huyo aligoma, hivyo alimshawishi meneja na kudai kwamba anafuatilia kesi ya mauaji, na ndipo alipoamua kukitoa kitambulisho na kumuonyesha. Hata meneja mwenyewe alishtuka. Alikuwa ni afisa wa ngazi za juu wa usalama wa taifa. Shida yake kwa meneja huyo ilikuwa ni kuhitaji video za marejeo, kwa sababu kuna mtu ambaye alikuwa anahitaji kumuona ili aweze kujiridhisha kama mawazo yake yalikuwa kwa sahihi na sio kuishi kwa hisia tu. Hakukuwa na namna nyingine, kwani alikuwa anahitaji kuona video ile kabla haijatua kwenye mikono ya polisi, ambapo mpaka wakati huo ndio kwanza walikuwa wameanza kukagua ule mwili wa marehemu. Kwenye video ambayo alikuwa anaiangalia, watu ni wengi ambao walikuwa wanaingia na kutoka kwenye yale maeneo, lakini alishtuka kwa mara nyingine tena baada ya kumuona yule mwanaume ambaye alihisi anamfahamu. Mwanaume yule aliingia ndani ya ile sehemu na kutoka baada ya dakika 10 tu, tena mwili wake ukiwa msafi kabisa. Hakuna sehemu hata moja ambayo ilikuwa na tone hata la damu. Alitabasamu kwa wakati mmoja, lakini moyo wake ni kama ulikuwa umeshikwa na ganzi, na wakati huo huo kwa mara nyingine tena, kwa sababu ya jambo ambalo alikuwa amelishuhudia, alitoa simu yake mfukoni ili kuweza kujiridhisha zaidi asije kuwa anahisi vibaya. Hisia zake zilikuwa sahihi kabisa. Othmani Chunga, yule mtaalamu wa zamani, moja kati ya viongozi wa familia ya Gavin Luka, ndiye ambaye alionekana kwenye hiyo sehemu. Umri kidogo ulikuwa unazidi kwenda, ila muonekano wake haukuwa haba kwa sababu ya mazoezi ambayo yalikuwa yanalishwa kwenye mwili wake. Timotheo alijihakikishia kwamba ni kweli yule alikuwa ni Othmani, ndio maana hata sura yake haikuwa ngeni. Alijikuta akiwa na maswali mengi ambayo hata majibu yake hayakueleweka kwamba yalikuwa ni yapi na angeyapatia kwa nani. Othmani alikuwa na shida gani na huyo mtu mpaka amuue? Othmani alikuwa wapi kwa nyakati zote hizo, na ni sababu ipi ilimfanya aje kutokea nyakati kama hizo na eneo kama hilo ambalo lilikuwa na kamera na alijua kabisa kwamba sura yake itaonekana? Familia yake nyingine ilikuwa wapi kwa wakati huo na muda wote ambao ulikuwa umepita? Hakuwa na majibu ya maswali yake, na aligundua kuendelea kupoteza muda kwenye eneo hilo ilikuwa ni kuendelea kumuweka wazi utambulisho wake kwa watu ambao hawakutakiwa kumjua kwamba yeye ni nani na alikuwa Dodoma kwa sababu ya kufanya jambo gani, japo aliondoka kinyonge ndani ya hilo eneo na kumtaka meneja huyo asije kumtambulisha yeye kwa mtu yoyote yule, hata askari wa polisi, kwa sababu hawakupaswa kumjua. Timotheo kuwa na wasiwasi alikuwa sahihi kwa upande wake, kwa sababu ya ujio wa hao watu wapya. Ni watu ambao walikuwa na historia ndefu mno ya kutisha ndani ya taifa lao. Ndio, ilikuwa ni familia maarufu zaidi kwenye historia nzima ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo aliona kuna hatari kubwa sana ambayo ilikuwa inakuja kwa mara nyingine tena baada ya miaka kadhaa tu ya amani ndani ya mipaka ya Tanzania. Ilikuwa imepita miaka 3, miaka ambayo ilifanya watu wasahau yale maswaibu na shida ambazo walizipata huko nyuma. Zile zama za kuhofia kila siku kuokota miili ikiwa haina uhai zilikuwa zimeisha. Zile zama hazikuwepo tena kwa wakati huo, na ndio muda ambao familia hiyo ilipoteaga moja kwa moja kwenye masikio na macho ya watu. Ni wakati ambao haikutambulika familia hiyo iliendaga wapi, kiasi kwamba hakuna taarifa hata moja ambayo iliwahi kuvuja kutoa utambulisho wa sehemu ya uwepo wa watu hao. Hivyo kutokea kwa Othmani tena eneo ambalo alijua kwamba lilikuwa na kamera nyingi kama hilo, ilikuwa ni ishara mbaya kwa mtu kama yeye ambaye alikuwa anatambua namna mambo kama hayo yanavyokuwa yanakwenda. Alikumbuka kitu kuhusu mtu huyo. Sura yake haikutakiwa kabisa kufika kwenye mikono ya polisi, hivyo alirudi haraka sana kwa yule meneja na kudai ule mkanda wote ambako aliondoka nao kabla hata wale polisi hawaja unasa rasmi, naye akatoka eneo hilo. Timotheo kwenye tafiti yake ambayo ilikuwa inafuata aliyapata majina ya watu 4, majina ya watu ambao waliaminika kwamba walikuwa ndio wahusika wakuu wa yale matukio ya mauaji ndani ya Dodoma. Kazi yake ya kutamba kwenye kumbi za starehe iliweza kumrahisishia upatikanaji wa taarifa hizo ambazo alizipata kwa mara ya moja muuza mwili ambaye alidai kwamba alikuwa akitumiwa na watu hao pale ambapo wangeweza kuhitaji kufanya naye mapenzi, au kama kungehitajika kuteka watu hususani wa serikali ambao mbele
ya wanawake uwaga wanatekwa kirahisi tu. Taarifa hizo kwake zilikuwa ni za dhahabu. Zilimfanya kuona kazi yake imekuwa nyepesi kuliko hata ambavyo alifikiria. Hivyo alikuwa anasubiria usiku uende ndipo aweze kuvamia eneo ambalo aliambiwa kwamba watu hao walikuwa wakipatikana. Saa 7:55 usiku, kabla ya muda mfupi ambapo aliambiwa kwamba kesho yake watu hao walikuwa wanapanga kumuua mkuu wa mkoa wa Dodoma, na ndipo aliweza kutoa miguu yake kwenye nyumba ambayo alidaiwa kuwepo wa watu. Timotheo alikuwa ni mtu mmoja ambaye kazi yake ilikuwa ni zaidi ya uwepo wa watu hata 10. Ndio maana licha ya kuiona hatari ambayo ilikuwa mbele yake, bado alihitaji hiyo kazi kuifanya mwenyewe bila uwepo wa mtu mwingine yote yule. Kwenye apartment moja kubwa ya kifahari ndilo eneo ambalo alipewa taarifa kwamba hao watu wake walikuwepo. Alifika akiwa anajiandaa kwa ajili ya kukabiliana na kila hali, japo yale ambayo aliyakuta alikuwa ni tofauti na yale ambayo yeye alikuwa anatarajia. Kwanza, geti la eneo hilo lilikuwa liko wazi kabisa, hakukuwa na dalili zozote zile za uwepo wa mtu getini, hali ambayo haikuwa ya kawaida ukizingatia ulikuwa ni usiku wa manane. Alitoa bastola yake na kuingia kwa tahadhari, ambapo mlango wa ndani pia ulikuwa wazi kama getini. Jambo hilo likampatia taarifa ya kuelewa kwamba mazingira hayo kwa wakati huo hayakuwa salama. Ilikuwa ni hatari kubwa ambayo huenda ilikuwa mbele yake. Alitembea haraka mpaka mlangoni, ambapo aliingia kwa sarakasi moja na kuibukia upande wa pili, lakini palikuwa patupu. Taa ya ndani ilikuwa imewaka, ila hakuona mtu kwa sababu macho yake yalikuwa yakiangaza kila kona kuweza kutambua kama kulikuwa kuna hatari yoyote ile aweze kukabiliana nayo vizuri. Alianza kutembea taratibu mpaka alipokuwa amehisi kwamba amekanyaga kitu kwa buti lake, ikamlazimu kuangalia sehemu hiyo ilikuwa na nini. Alijikuta akiwa anashtuka kwa hofu baada ya kutambua kwamba ameukanyaga ni mwili wa mtu. Hata baada ya kuangalia vizuri akagundua kwamba haukuwa mwili tu, bali ilikuwa ni miili. Eneo hilo lilikuwa na miili ya watu 4 ambao waliuawa kikatili sana, huku ikiwa imelundikwa sehemu moja. Aliangalia kwa umakini na kutambua kwamba miili hiyo bado ilikuwa ya moto. Maana yake ni kwamba muuaji hakuwa mbali. Alikuwa mazingira hayo na hivyo kupelekea hata yeye usalama wake kuwa mashakani, japo hakuonekanika kulijali hilo zaidi ya kuhitaji kumpata muuaji huyo kabla hajafanikiwa kutoroka. Alitoka nje haraka akiwa anaonekanika kuwahi jambo. Aliangaza upande wa mbele na kuona mtu, hivyo alizunguka upande wa mbele na hakuona mtu, hivyo akataka kuzunguka upande wa nyuma apartment hiyo ili aweze kuona kama mtu wake alikuwa huko. Ila baada ya kuongeza hatua 2 mbele, alisikia sauti ya mguno nyuma yake. Aligeuka kwa kasi kubwa akiwa amenyosha bastola yake, akafanikiwa kuona jambo la kushangaza ambalo lilimshtua kwenye moyo wake. Othman Chunga ndiye ambaye alikuwa amesimama mbele yake akiwa ameiweka mikono yake nyuma. Alijikuta akiwa na maswali mengi, ila hakuelewa ni swali gani lilikuwa ni sahihi kuanza nalo. Hakuona ni jambo lipi alikuwa anapaswa kuongea na bwana yule, ukiacha tu kutokuelewa uwepo wake eneo hilo na kwamba taarifa hizo yeye alikuwa anazipatia wapi. Othman, upo chini ya ulinzi. Wewe hapo ndo ambao unataka kunikamata mimi. Una haki ya kubaki kimya mpaka pale mwanasheria wako atakapokuwa amefika. Unakamatwa kwa kuhusika na mauaji ya watu 5. Alitabasamu akiwa anamsogelea Timotheo ambaye alikuwa akirudi nyuma taratibu, japo mkononi mwake yeye alikuwa na bastola. Timotheo Ganze, sina mpango wa kukuumiza siku ya leo, kwa sababu kuna nyakati zitakuja ambazo huenda mimi na wewe tutahitaji kuumizana, ila kwa sasa hivi kazi yangu imeisha, hivyo tutakuja kukutana kwa wakati mwingine tena, na sio sasa. Aliongea kama anaongea na mfanyakazi wake akiwa hana hata wasiwasi. Umelijuaje jina langu? Umelijuaje? Unahisi nipo ili eneo kwa bahati mbaya Timothy? Hapana. Kwa nini unaua watu? Na wewe naweza kukuuliza kwamba ni kwa nini unawawinda watu? Kwa sababu ni kazi yangu, ila wewe hii sio kazi yako, jambo ambalo linafanya uwe ni raia wa kawaida tu, na raia wa kawaida kama wewe hauna sababu ya kuharadisha wewe kuua watu. Kazi yako? Ungelikuwa unajua kuifanya kazi yako, unahisi kwamba ungeruhusu vibaka kuwa watu zaidi ya 50? Hilo ni kosa la kiusalama, na mambo kama hayo sio yote ambayo unaweza kuyazuia, na ndio sababu kubwa ili ufanye mpaka nikatuma mimi hapa kuja kuifanya hii kazi. Muda umeenda sana na umri pia unanitupa mkono. Naenda kupumzika, siku ambayo nitakuwa na kazi na wewe nitakutafuta mwenyewe. Othmani aliongea huku akiwa anaanza kuondoka ile eneo, ila alisikia mlio wa bastola ukikokiwa. Hakuna mahali unaenda muuaji mkubwa wewe. Hili ni taifa ambalo linaongozwa kwa misingi ya sheria. Familia yako si lolote mbele yangu, hivyo hizi sio zama ambazo mnaweza kufanya yale ambayo mnakuwa mnayataka tena.
kubali kwamba mwisho wenu ulishafika Othman, na ujisalimishe mwenyewe, kwa sababu sitaki kuingia kwenye lawama za kuumiza ama kuua mzee kama wewe hapa, ambaye mpaka sasa hivi kuwa nje ya gereza ni kwa sababu tu ya huduma za viongozi tu, ila ulitakiwa uwe umeshakufa wewe. Aliongea mambo mazito ambayo huenda hakuwa akiyajua madhara yake. Othman alikuwa amempa mgongo na kusimama akiwa anamsikiliza kijana huyo, wakati akiwa anatamba na maneno yake ya kejeli na dhihaka kubwa. Bwana mdogo, umenitamkia kauli ambayo hata rais wa taifa lako hana ujasiri wa kunitamkia. Usinilazimishe nikuwe ingali bado hata haujafaidi matunda ya hiyo kazi yako mpya. Mzee, unahisi mimi ni wale ambao ulizoea kukutana nao huko kabla, si ndio? Niamini mimi, hakuna mahali unaenda kwa sababu unaweza hata kukua muda huu hapa. Timotheo alionekanika kuwa mmoja kati ya wale wanaume ambao walikuwa wakijiamini kupita kiasi. Othman aligeuka na kusogea kidogo, lakini hata Timotheo mwenyewe alikuwa amesogea hatua kadhaa, hivyo hawakuwa mbali. Kijana huyo alionekanika kuwa na jeuri kubwa ndani yake, jeuri ambayo ilitokana na yeye kuyakosa yale masomo muhimu sana na makubwa ya ulimwengu ambayo yangempatia elimu ya kutosha. Alihisi kama vile kuna kitu ambacho kinakuja upande wake, na ndipo alipotambua kwamba vidole vya Othman vilikirusha kisu kuelekea upande wake kwa nguvu na kasi kubwa sana. Alirudi nyuma kidogo na kufanikiwa kukikwepa kile kisu, lakini wakati yale yakiwa yanafanyika, Othman alikuwa anamjia pale ambapo yale kuepo. Aligeuza ule mkono wake ambao ulikuwa na bastola kuelekea kwa mzee yule, ila haukufua dafu. Alipigwa na mguu, bastola ikadondokea mbali na pale. Alijikusanya na kumfuata Othman kwa nguvu na ghadhabu kubwa. Miguu yake ambayo ilikomaa ilishia kupiga hewa kwa nguvu na kumfanya asogee mbele zaidi, kwa sababu zile hatua zake zilikuwa na za nguvu, alafu alikosa kitu cha kumzuia mbele yake. Alikutana na ngumi moja ya kifua, akahisi ni nyundo imetua pale, mpaka akahisi kujishika kwenye eneo hilo. Alinua uso wake na kugundua kwamba kuna miguu ilikuwa inakuja upande wake. Alifanikiwa kukwepa mmoja, ila mmoja ulitoa kwenye shingo yake, akajibamiza kwenye ukuta. Mwana kuligeti asiyefunzwa na mama tafunzwa na ulimwengu. Msikilizaji, tuishie hapa, tusije tukamaliza uhondo wa sehemu ya pili ya simulizi yetu Giza la Malaika, The Darkness of an Angel, yani siku za mwisho. Hii ikiwa ni Gavin Luka toleo la 3 na la mwisho kabisa, Gavin Luka Thilize Final. Mtunzi wa simulizi yetu ni Fabian Babuya. Director Owen kutoka Simulizi Mix ndo ambaye nakusimulia. Subscribe YouTube channel ya Simulizi Mix kuendelea kufuatilia simulizi kwa utamu sana. Ndani ya SMX app na kunaipata simulizi kwa haraka, lakini pia kupitia WhatsApp nambari 0677062012. Kama uwezo kuipata SMX app, basi tucheke kupitia nambari ya WhatsApp pale ujipatie simulizi mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Mimi Director Owen, tukutane katika sehemu ya pili kuendelea kufuatilia mtanange huu kati ya Othman Chunga na Timotheo Ganze. Nini kilitokea? Ilikuwaje mwisho wao? Tukutane katika sehemu ya pili. Bye bye. Na ukaribisha msikilizaji kwenye sehemu ya pili ya simulizi yetu The Darkness of an Angel, upande wa giza wa malaika. Siku za mwisho ikiwa ni Gavin Luka 3. Tupotumisha katika sehemu ya kwanza ni pale ambapo Timothy Ganze, afisa usalama wa taifa, alikuwa na tambia mtaalamu wa kuitwa Othman Chunga. Mzee, unahisi mimi ni wale ambao ulizoea kukutana nao huko kabla, si ndio? Niamini mimi, hakuna mahali naenda kwa sababu naweza hata kukuua muda huu hapa. Timotheo alionekanika kuwa ni mmoja kati ya wale wanaume ambao walikuwa wanajiamini kupita kiasi. Othman aligeuka na kusogea kidogo, lakini hata Timotheo mwenyewe alikuwa amesogea hatua zake kadhaa, hivyo alikuwa hakuwa mbali. Kijana huyo alionekanika kuwa na jeuri kubwa ndani yake, jeuri ambayo ilitokana na yeye kuyakosa yale masomo muhimu na makubwa ya ulimwengu ambayo yangempatia elimu ya kutosha. Alihisi kama vile kuna kitu kinakuja upande wake, ndipo alipotambua kwamba vidole vya Othman Chunga vilirusha kisu kuelekea upande wake kwa nguvu na kasi kubwa. Akarudi nyuma kidogo na kufanikiwa kukikwepa kile kisu, lakini wakati akiyafanya yale, Othman Chunga alikuwa akimjia pale ambapo yeye alikuwepo. Aligeuza ule mkono wake ambao ulikuwa na bastola kuelekea kwa mzee huyo, ila au kufua dafu. Alipigwa mguu, bastola ikadondokea mbali na pale. Alijikusanya na kumfuata Othman kwa nguvu na ghadhabu kubwa. Miguu yake ambayo ilikomaa ilishia kupiga hewa kwa nguvu na kumfanya asogee mbele zaidi, kwa sababu zile hatua zake hazikuwa na nguvu, alafu alikosa kitu cha kumzuia mbele yake. Alikutana na ngumi moja ya kifua, kaisi ni nyundo imetua pale, mpaka akaishia kujishika kwenye eneo hilo.
Aliinua uso wake na akagundua kwamba kuna miguu ilikuwa inakuja upande wake. Akafanikiwa kukwepa mmoja, ila mmoja ulitoa kwenye shingo yake akajibamiza kwenye ukuta. Kilichoendelea msikilizaji, tunapo pamoja katika sehemu ya pili. Mtunzi wa simulizi yetu ni Fabian Babuya yule. Director wenu kutoka Simulizi Mix, kama kawaida niko Juma Mike kusimulia nini kilitokea. Unaipata kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix, hakikisha umesubscribe kuendelea kupata mwendelezo wa simulizi na nyingine nyingi kutoka hapa Simulizi Mix. Lakini ndani ya SMix app na kunaipata kwa haraka zaidi. Bila kusahau kama unatumia iPhone au uweze kuipata SMix app, tucheke kupitia nambari ya WhatsApp 0677062012. Sema nahitaji kupata simulizi ya Gavin Luka mpaka mwisho, basi unaweza kuipata huko WhatsApp kwa uzuri kabisa. Utapewa maelekezo jinsi ya kuipata. Shingo yake ikajibamiza kwenye ukuta. Alitaka kugeuka ila alisita kwa sababu kisu kilikuwa kinatizamana na shingo yake. Ilikuwa na maana kwamba kama angejitikisa vibaya basi alikuwa anakwenda na maji pale pale. Kijana wangu, subiri nikupe somo moja dogo hivi la haya maisha ambayo vijana wa umri wako huaga bado hawalitambui. Umaarufu ni kitu kibaya sana kwenye maisha. Ukimuuliza kila kijana huko mtaani atakwambia anataka kuwa maarufu. Wengi waga wanaamini kwamba ukiwa maarufu mambo mengi maishani unayapata kirahisi tu, jambo ambalo linaweza kuwa la kweli au lisiwe la kweli pia. Ila niamini mimi, maarufu unalipa kwa gharama kubwa sana. Wewe unafanya kazi yako ndio, ila unahitaji maarufu kazini kwako. Unataka kuwaonyesha kwamba unaweza kuifanya kazi hapa wewe mwenyewe kwa mkono wako bila hata msaada wa mtu yeyote yule, ili uweze kupata sifa na ikiwezekanika upandishwe cheo. Kazi yako kupata taarifa juu ya hawa watu uliifanya vyema, lakini wakati wa kuja kuwakamata ulitakiwa uwape taarifa wenzako ambao wapo hapa Dodoma ili waje kukusaidia, lakini haujafanya hivyo. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu unapenda umaarufu na kupata sifa za kuonekanika unafanya kazi kubwa na nzuri kuliko wenzako wote ambao wapo na ambao wamewahi kuwepo. Kwenye kumbukumbu zangu ni kwamba kwenye nafasi yako waliwahi kuwepo watu ambao walikuwa na uwezo mkubwa zaidi yako wewe. Waliwahi kuwepo wazalendo zaidi yako wewe, na waliwahi kuwepo wapenda sifa na mashughuli zaidi yako wewe hapo. Lakini leo ukiniuliza kwamba wako wapi, ni watu wa kuhesabika tu ambao walifanikiwa kupona na kuishi mpaka leo hapo. Wanaanza kuzeeka kama mimi, ila wengi wao ni marehemu. Moyo wako unapotaka kufanya jambo kwa msukumo wa kupata sifa, basi mara nyingi mboni za macho yako waga zinaacha kabisa kuona yanayokuja mbele, na hata akili yako waga ifanyi kazi kwa sababu inatawaliwa na ile tamaa ya kufanikisha kupata kile ambacho wewe unakitaka. Sikuwa na mpango wa kuua, ndio, kwa sababu nakupa nafasi nyingine ya kuishi siku ya leo, lakini kama kuna siku nyingine utakuja kuitaja familia yangu kirahisi kwenye mdomo wako huo, basi amini kwamba hata mwili wako hautakuja kupatikana wala hautakuja kutambulika kama uliwahi kuwepo ama kuishi kwenye ulimwengu. Leo ukitoka hapa kawaambia wakubwa zako kwamba hawa watu sio kwa bahati mbaya kuwapo hapa Dodoma na kuanza kuua watu, na hawapo hapa kwa ajili ya kupola watu mali zao kama ambavyo huenda tafiti zenu zinawapa majibu hayo, bali huu ni mwanzo wa hatari nyingine ya watu ambao hawatambuliki, ambao wameamua kudivamia taifa hili kwenye nyakati kama hizi. Siku za hapo mbele yanaenda kutokea mambo ya kutisha zaidi ya haya ambayo umeyaona ndani ya jiji hili, na mambo haya sio kwa bahati mbaya, bali ni matokeo ya ujinga ambao ulifanywa na viongozi kadhaa ambao wamewahi kupita na wengine mpaka sasa hivi kwa mamlakani. Hawa watu ambao wamefanya haya sio Watanzania moja kwa moja, japo kuna Watanzania ambao wamehusika ndani yake. Hivyo ni kazi kwako kwenda kujiandaa na hii tatali ambayo inakuja hapo mbele, kabla haya mambo hayajaa mabaya zaidi. Othmani alimwachia kijana huyo akiwa amemtoboa kidogo kwenye shingo yake na kuanza kuondoka. Hao watu ambao umewasema ni akina nani? Wametokea kwenye taifa gani na kwa nini wanafanya haya ndani ya taifa letu? Timotheo aliuliza akiwa na hema kwa hofu yenye matumaini baada ya kukosa kuuawa eneo hilo, lakini hakujibiwa. Othmani alitoka mpaka nje ambapo ulisikika mlio wa breki za gari ambayo bila shaka ilikuwa imemfuata ni yeye, na baada ya hapo iliondoka kwa spidi kali eneo hilo, akibaki Timotheo mwenyewe amekaa akiwa haelewi ni kipi kilikuwa kimetokea nyakati kama hizo. Tanzania Investigatory Group of Intelligence, TIGI. Jumba nene, jumba kubwa, jumba la kutisha kwa raia wengi. Nazungumzia makao makuu ya shirika la kijasusi la Tanzania ambayo yalikuwa yakipatikana Makumbusho, Dar es Salaam. Hilo ndilo eneo ambalo lilikuwa linahakikisha usalama wa taifa zima kwa masaa 24 kwa kuhakikisha ukusanyaji na uchakataji wa taarifa za siri zaidi ambazo zinalihusu taifa la Tanzania.
Na jengo hilo kubwa ndipo alipokuwepo mkurugenzi mkuu wa shirika hilo, mzee Kai Aiden. Kiongozi huyo alikuwa ni sehemu ya historia ya nyuma ya taifa juu ya taarifa za kukanganya na kuleta taharuki kubwa. Kiongozi huyo wa shirika hilo alishuhudia makubaliano ya mwisho ambayo yalifanywa na familia ya Leonela pamoja na rais wa nchi, naye akiwa sehemu hiyo. Sasa ndani ya jengo hilo wakati huo kulikuwa kuna kikao cha wazito wa shirika hilo, kikao ambacho mtu aliyekuwa akisikilizwa zaidi alikuwa ni mmoja, kwa sababu ndiye ambaye alikuwa na taarifa ambazo zilikuwa zinahitajika wakati huo. Timotheo Ganze alikuwa amerejea kutoka Dodoma. Kurejea kwake kulitokana na sababu ya kwamba kazi ambayo ilitakiwa kuenda kuifanya huko ilikuwa imeisha, lakini hakuwa na furaha hata kidogo. Hakuwa na furaha kwa sababu yaliibuka mambo mengine ambayo huenda kwa wakati kama huo bado hakuwa ametarajia kama yanaweza kutokea. Umesema kama umekamilisha kazi, lakini hakuna taarifa yote ile wala ushahidi wowote ule wa maana kuweza kuamini maneno yako ambayo umeyaweka mbele yetu hapa. Ndio maana nilisema kama nahitaji muda wa kuwaza kwanza kiongozi. Asina muda wa kuendelea kukusubiri wewe uendelee kuwaza kuhusu haya. Nipe taarifa muda wa haraka sana. Uhalisia ni kwamba hii kazi imekamilika, lakini sio mimi ambaye nimekamilisha. Unataka kuniambia uliajiri watu wa kuifanya hii kazi kwa niaba yako? Asiwezi kufanya hilo jambo wakati nayajua madhara yake. Kwa hiyo unataka kusemaje? Labda historia imejirudia tena. Haupo kwenye sehemu ya historia yote ya taifa hili. Sasa hiyo historia imejirudia vipi yani? Wale watu wameuawa na familia ya Gavin Luka. Wote walibaki wakiwa wamedua kama sio kushanga. Kila mmoja alitamani kuongea kitu, ila wote waliona kama haukuwa muda sahihi kuongea. Hivyo waliishia tu kuangaliana na kumwangalia Timothy ambaye ndiye alikuwa na hizo taarifa zote. Hii familia ilipotea miaka 3 ambayo imepita, na waliahidi kwamba hawatakuja kuhitaji kuhusika kwenye jambo lolote lile. Hivyo hata serikali isije kabisa kuwafuatilia tena, kwani inaweza kuwa ni tatizo, na kweli tuliwaacha na mpaka leo hatujawahi kabisa kupata taarifa yao yoyote ile hata mmoja. Sasa unasemaje kwamba hii ndio familia iliyohusika na mauaji? Hata mimi mpaka sasa bado sijaweza kujibu hilo swali ambalo natamani sana kuyapata majibu yake pia. Ni nani ambaye amefanya haya? Othman Chunga. Una hakika na hizo taarifa? Timothy hakutaka kuongea sana, bali alitoa flash ndogo na kuiweka kwenye runinga kubwa ambayo ilikuwa mbele. Kwenye runinga hiyo alionekana kama mtu akiingia na kutoka kasino ndani dakika sifika hata 10, na kwenye video aliyekuwa anaonekana alikuwa ni Othman mwenyewe. Hii ndio kasino ambayo mtu wa kwanza aliuawa. Na ndio kwa mara ya kwanza nilikuwa nimetambua kwamba mhusika alikuwa ni yeye, kwa sababu nilihisi kwamba labda nimekutana naye tu kwa bahati mbaya, lakini nilitambua kwamba hakuna bahati mbaya, bali ilikuwa ni mipango yake. Baada ya tukio nilifanikiwa kupata taarifa kwamba kwa mara moja hivi ambaye nilikuwa naye juu ya mahali ambapo wapo watu hao, kwa sababu walikuwa wakimtumia yeye kwenye mambo yao ya kufanya na mapenzi. Baada ya kwenda eneo hilo niliwakuta wale watu wakiwa wameshauliwa, tena mili yao ikiwa bado ya moto kabisa. Hivyo nikatambua kwamba mhusika hakuwa mbali, na ndipo nikaamua kutoka ili niweze kumpata, na ndipo kutana na Othman uso kwa uso. Timothy akatulia, lakini alilazimika kuendelea kwa sababu kila mtu alikuwa anamwangalia yeye. Ni mtu ambaye anatisha. Binafsi nilitakiwa nimkamate. La, ulitaka umkamate Othman? Ni swali ambalo mkubwa wake alimuuliza kwa mshangao mkubwa sana. Ndio. Ulikuwa na wenzako ngapi? Nilikuwa mwenyewe. Hayakuwa mkuleno yetu. Nilishindwa kumwamini hata mmoja kumpa taarifa juu ya uwepo wa watu wale, hivyo nikaamua tu kuwashtukiza mwenyewe. Mkuu wake alitulia, akampatia nafasi aweze kuendelea. Baada ya hapo bwana yule aligoma kufanya vile na kutishia kuniua. Nimejaribu kupigana naye, lakini niwe tu mkweli ni kwamba ananizidi uwezo parefu mno, hivyo sijaweza kufua dafu kabisa mbele yake. Alikwambia nini mpaka ukatoka ukiwa hai? Alisema kwamba haukuwa muda sahihi wa mimi kufa, bali kuna wakati mwingine ambao atanihitaji mimi. Kuna jambo lote la maana ambalo amekwambia? Ndio. Ya hiyo ndio ambayo ilitakiwa kuwa ni habari ya kwanza kabisa kunipatia hapa, na sio maamuzi yako ya kipuzi ambayo uliamua kuyabeba huko ukijua kabisa kwamba hauna uwezo nayo. Ameniambia kwamba nikufikishie ujumbe kwamba nyakati za giza zinakuja tena. Kuna matukio mabaya sana ambayo yanaenda kujirudia kama huko nyuma, na ndio sababu ya hawa watu ambao hawaeleweki kuanza kujitokeza. Amesitiza kwamba hawa watu si wa Tanzania, japo kuna wa Tanzania pia ndani yake ambao wanahusika kwenye haya, hivyo ni wakati wa kuwa makini sana kwa mara nyingine tena. Kwa nini awavamia watu na kuwaua? Hilo ni swali ambalo hata mimi mwenyewe amegoma kabisa kuweza kunijibu kiongozi. Sina wasiwasi kwamba ni wapi kazipata taarifa. Sina wasiwasi kwamba alikuwa ana uwezo wa kufika popote pale na kufanya lolote lile. Lakini kwa familia kama ile ambayo iliamua kuanza kuishi maisha ya kawaida mbali na haya majanga,
isingeweza kujiingiza kwenye jambo la hatari kama hili kama hakuna sababu nyuma. Asa swali ni kwa nini afanye haya? Kuna jambo gani ambalo liko nyuma? Na ndio maana nilikuwa nahitaji nimpate hata mtu mmoja tu kati ya wale watu ili aweze kusaidia kwenye kujibu maswali kama haya. Hii video uliipata pale kwenye kasino? Ndio. Kama ni hivyo, maana yake ni kwamba alijua kabisa mamlaka zitaipata sura yake. Asa kwa nini alikuwa anahitaji yote? Ni kwamba alikuwa anataka kufahamika kwa sababu zipi sasa? Hawa watu huaga wajitokezi ovyo, na kama hakuna mambo ya msingi za kuweza kufanya hivyo, au kama hakuna vitu vikubwa nyuma yake. Mara mwisho Gavin Luka kuamua kuonyesha sura yake hadharani ilitokea hatari kubwa sana kwa baadaye. Huyu naye kama kafanya haya, maana yake ni kwamba alitaka tuone na tutambue kwamba kuna hatari kubwa sana ipo hapo mbele. Na akafanya haya yote kwa niaba ya kiongozi wake. Mkurugenzi aliongea akiwa kama ni mtu ambaye alikuwa anakumbuka jambo la siku za nyuma huko. Mimi nafikiri huyu ndio kiongozi wa hawa watu kwa sasa baada ya Gavin Luka kufa. Huyu ni msaidizi, kiongozi wao mkuu ni Leonela. Kama ni yule binti, kwa nini sasa sionekane? Hapo ndipo swali gumu lilipo. Na ni bahati kutokea Othman, kwa sababu kama angetokea yule mwanamke, yangetokea mambo mabaya sana mpaka sasa. Kwa hiyo tunafanyaje kuhusu hili? Hapa hakuna namna tena. Inatakiwa nikutane na rais tuweze kuvunja ile makubaliano. Unamaanisha watu hao watafutwa kwa nguvu? Kwa sasa hivi hakuna namna. Kama kuna hatari kubwa inakuja, maana yake ni kwamba watakuwa wanajua ama wamepata taarifa za viashiria vyake, na kumbuka kwamba amewaua wote, na watu hawa huaga hawaui mpaka wapate lile ambalo walikuwa wanalitaka. Na kama ni hivyo, basi lazima kuna taarifa ambazo alishapewa ambazo tunatakiwa kuweza kuzipata. Sasa tukuzipata kwake ni mpaka tuweze kumpata naye mwenyewe, mhusika mwenyewe. Na tutampataje sasa? Hatujui alipo. Hivyo inatakiwa itoke amri kwa rais, kitengenezwe kikosi kuanza kupeleleza kujua hawa watu kwa sasa hivi wako wapi, wanafanya nini na wana mpango upi. Bosi, nadhani hilo sio wazo zuri, kwa sababu wote tunajua yale ambayo yanaweza kutokea. Itakuwa haina maana ya uwepo wetu kama matatizo yanaenda kutokea alafu sisi tunachagua kuendelea tu kukaa kimya kwa sababu tu eti ya makubaliano na familia ambayo ilifanya uhalifu alafu inajipangia tu namna ya kuweza kuishi. Najua madhara ya jambo hili, ila kwa sasa hivi hakuna namna nyingine. Tunatakiwa kujua Leonela yuko wapi na familia nzima. Mkurugenzi hakutaka ushauri tena, japo maamuzi yake yalionekanika kabisa kwamba ni mabaya, ila hakuona kama kuna namna. Alibeba koti lake la suti na kutoka humo ndani na walinzi wake kwa ajili ya kuianza safari kwenda Ikulu, wakati ambao alikuwa anaivuta simu yake mkononi kutoa taarifa kwa rais juu ya ujio wake mzito ambao ulikuwa umeishika hatima ya taifa zima, na maamuzi yalitakiwa kutoka haraka sana. Ikulu Dar es Salaam. Ndani ya jumba kubwa ambalo kila mtu huaga anatamani kuingia ama kuwa sehemu ya historia yake, alionekanika mheshimiwa rais akiwa kwenye moja kati ya bwawa la Ikulu. Eneo hilo alikuwa akipenda kutulia, hususan akiwa na mambo yake binafsi ambayo yanaweza kuwa ina umuhimu, au pale ambapo alikuwa anahitaji kupata utulivu wake wa akili. Eneo hilo lilikuwa na bwawa la kutengenezwa, na sehemu hiyo alikuwa akipenda sana kuitumia kuweza kuvulia samaki kama ambavyo ilikuwa ni kawaida yake kwa siku zote. Alikuwa ameketi akiwa anamsubiri mkurugenzi wake ambaye alikuwa naye kwenye majanga mengi sana. Mkurugenzi ambaye waliwahi kupishana mara kadhaa kiasi kwamba wakaishia mpaka kutishiana, lakini mpaka nyakati kama hizo walikuwa kwa pamoja. Mheshimiwa alikuwa anawaza mbali, maisha yalikuwa yanaenda kasi kuliko kawaida, na miaka nayo ilikuwa inazidi kukatika bila kusimama. Nina muda mfupi wa kuendelea kubakia ndani ya hili jumba. Nilitamani niendelee kuwepo hapa zaidi, lakini katiba ya taifa hili hainiruhusu kufanya hivyo. Alikuwa akiongea na mzee mmoja ambaye alikuwa ni mshauri wake. Mzee huyo alitabasamu na kumwangalia mheshimiwa usoni. Uliwahi kusema kwamba hii sehemu inakukera, ni bora utafute sehemu nyingine ambayo inaweza kukupatia furaha. Ni jambo gani ambalo linakufanya mpaka uone kama vile kwa sasa hivi panakufaa sana wewe? Maisha yanaenda kwa haraka, nadhani tofauti na hata na mimi na mwenyewe nilivyokuwa nikifikiria. Huenda ndio sababu, lakini muda mwingine maneno ya sisi wanasiasa bwana, siamini kwa nyakati zote. Wakati nabadilisha lugha kila wakati kutegemeana na hadhira ambayo inakuwepo mbele yetu kwa wakati huo. Unamaanisha nini mheshimiwa? Unahisi kwa nini kila mtu akifika kwenye hiki kiti huaga hatamani kuweza kuondoka tena? Kwa sababu ni sehemu pekee ambayo inakufanya unakuwa juu ya kila mtu. Sheria ni wewe na wewe ni sheria.
Hakuna mtu ambaye anaweza kuja na kuongea hovyo mbele yako. Kwa hiyo kitu hicho kinakufanya wewe kuwa ndiye mtu mwenye nguvu zaidi ndani ya taifa lako. Jibu la rais lilimfanya mzee huyo kutabasamu, kwa sababu alijua kabisa wanasiasa uoga hawajali lolote kuhusu raia wao, bali ni mali na nguvu ambazo zinawafanya wanaogopwa kila pande na kuheshimiwa na watu. Upo sahihi kabisa, na ndio maana unatakiwa uhakikishe kwamba unakiachia kiti kwa amani kabisa. Unahisi kwamba natamani kubakia hapa kwa nguvu? Hapana, kwa sababu hilo haliwezekani. Sababu hiyo ambayo inafanya isiwezekane, katiba. Katiba inaweza kubadilishwa tu, asio kirahisi hivyo mheshimiwa, na nadhani mawazo kama hayo unatakiwa kuyapa. Alikatisha maelezo yake wakati ambao ugeni ulikuwa ukiwasili na hilo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la TIGI alikuwa amefika tayari ikiwa ni usiku wa mapema kabisa ndani ya ikulu. Ni muda mrefu bwana Kai tangu mara ya mwisho mimi na wewe tuweze kuonana na kuongea kuhusu mambo ya taifa letu. Bila shaka leo mpaka umeamua kuja ikulu, basi kuna jambo kubwa na la maana ambalo unahitaji mimi niweze kulisikia kutoka kwako. Ndio kiongozi, nimekuja hapa kwa sababu kuna jambo la muhimu sana. Hilo litazungumzwa, lakini kwa sasa hivi unaonaje hali ya taifa hili na mwenendo wake kwa ujumla? Naona kama vile hali ya utulivu imefanya serikali tuendelee kuzizoa tu sifa mpaka sasa hivi. Hilo ni kweli, lakini swala la Dodoma mpaka sasa hivi linaleta taswira nyingine. Hilo ni jambo la kawaida, kwa sababu nina imani mpaka muda huu upo hapa na mimi, basi ulishalimaliza. Ndio, limeisha mheshimiwa. Sasa tatizo ni nini? Mbona kama vile upo sawa? Kwa sababu kuna jambo jipya ambalo limeibuka. Nenda kwenye hoja ya msingi moja kwa moja. Ile kazi ya Dodoma haijafanywa na vijana wangu. Umesema imeisha, sasa inakuaje sio vijana wako tena? Kwa sababu kuna mtu ambaye alikuwa anafanya kazi ile kwa kumtangulia yeye, na kila alipokuwa anafika kwenye eneo la tukio basi alikuwa anakuta kazi imeshafanyika. Kama ni hivyo, unahisi ni nani ambaye anaweza kufanya jambo kama hilo? Nilijua kwamba ungekuja kunipatia taarifa za jina la huyo mtu, kumbe unakuja kwangu kuja kushtakia majukumu ya kazi yako. Asipo hapa kukushtakia, bali nipo hapa kwa ajili ya kukutaka wewe ufanye maamuzi magumu ambayo ndio unaweza kuwa mwanzo wa kubadilisha kila kitu. Unamaanisha nini? Mtu mwenyewe ambaye ameua wale watu kule ni Othman Chunga. What? Ndio mwenyewe ambaye amehusika na jambo hili. Nadhani haupo makini na kazi yako, kwa sababu haiwezi kuwa kweli na jambo hili haliwezekani kabisa. Kwani mheshimiwa, wewe unajua kwa sasa hivi ni wapi walipo watu? Sijui, na kwa makubaliano yetu mimi kuanza kuwatafuta kwa baadaye au kujua lolote ile kuhusu haya, nadhani hata mwenyewe unayakumbuka vizuri mno haya makubaliano kuliko hata mtu yote yule. Uthman ndiye ameua hao watu, lakini amekutana na kijana wangu pia ambaye ndiye alikuwa anapaswa kuweza kuifanya hiyo kazi. Kwa yale maelezo, rais alitambua kabisa kwamba mzee huyo alikuwa anamaanisha kila neno ambalo alikuwa linatoka kwenye kinywa chake. Kamuua? Hapana, amemwacha. Kwa hiyo kimetokea nini? Amempa taarifa kwamba kuna hatari kubwa sana inakuja, hivyo kama taifa tujiandae. Tena amesisitiza kwamba zinakuja nyakati za giza ambazo huenda zitakuwa mbaya kuliko hata zile ambazo zimepita huko nyuma. Nyakati zipi hizo ambazo anazungumzia? Mauaji ya watu, vurugu na ukosefu wa amani kama ilivyokuwa kwenye maisha yao huko nyuma. Kwa nini warudi kwa ajili ya kuua watu? Hakumaanisha yeye, bali alimaanisha kwamba hawa watu ambao walikuwa wanafanya mauaji kwa Dodoma, taarifa za mwanzo uliniambia kwamba ni watu ambao walikuwa wanapora tu watu kwa ajili ya njaa. Sasa inakuaje kwamba watu hao wasababishe hali kama hiyo kwenye taifa hili? Kwa sababu tangu mwanzo sikuwa sahihi kuamini hilo swala. Wale watu walikuwa ni zaidi ya hilo ambalo tulikuwa tunalifikiria. Unamaanisha kwamba wale watu hawakuja kwa bahati mbaya? Hilo ndilo jibu lake sahihi. Hawa watu ni akina nani? Kwa nini waje kwenye nyakati kama hizi, na wao wanahusika vipi na hawa watu mpaka yeye ndiye ambaye ahusike kuweza kuwaua? Na taarifa mahali ambako wanatoka hawa watu yeye alizipatia wapi? Hayo ndio maswali ambayo hata mimi najiuliza, japo ninahisi baadhi ya vitu kadhaa kwenye hili. Na kusikiliza. Hii familia tunajua na jinsi ambavyo inavyokuwa inafanya mambo yake. Hawa watu walipotea kwa miaka zaidi ya 20 kiasi kwamba walitafutwa mpaka serikali ikawa imekata tamaa kabisa kuweza kuwatafuta, na baadaye wakaja kujitokeza wenyewe. Kurudi kwao hakukuwa kwema, kwa sababu kulikuja na matatizo mengi sana ya kutisha ambayo hayakuwa na mwisho mzuri kwa taifa letu, lakini baadaye tena wakaja kupotea kwa makubaliano, ikiwa na maana ya kwamba kwa wakati huu hawakuwa kwenye ladha za kutafutwa na serikali. Silaha kubwa ya watu juu ya usalama wao ni usili wa kutokutambulika kwamba wako wapi
na kwa wakati huo na wanafanya nini. Kama ingelikuwa ni mauaji ya kawaida tu na wao hawahusiki, basi wasingejisumbua hata kabisa kujiingiza kwenye hili jambo. Hivyo wao kuingilia, maana yake ni kwamba huenda kuna taarifa ambazo wanazo zinawahusu moja kwa moja, na ndio maana wameamua kuja hadharani kwa mara nyingine tena, jambo ambalo ni hatari sana kuweza kutokea. Subiri kwanza, umesema kwamba wameamua kuja hadharani? Ndio kiongozi. Kuua watu sio kuja hadharani Kai, na wote tunalijua hilo. Hizi habari za uwepo wao unazo wewe tu na vijana wako pamoja na mimi ambaye unanipatia muda huu. Hapana mheshimiwa, haipo hivyo. Wanamaanisha nini? Othman alifanya mauaji ndani ya kasino ambayo alijua kabisa kwamba ina kamera kila kona, na baada ya kukamilisha hilo akaondoka bila hata kuhangaika nayo. Unahisi ni kwa bahati mbaya kwamba alihitaji mamlaka zitambue sura yake kuweza kuwepo pale, si ndio? Ndio. Oh shit, ni kweli wameamua kurudi sasa kwa namna hii. Iko hivyo, na kama sio kijana wangu kuwahi pale pale ingelikuwa ni tatizo kubwa sana. Kwa nini anataka kutambulika hadharani namna hii? Hii ni njia ambayo waga wanatumia pale ambapo wanatafuta mtu ambaye hawamjui. Unamaanisha kwamba huenda kuna mtu ambaye alisaulika wakati ule ndo ambao amerudi tena kwa sasa? Sina hakika na hilo. Inawezekanika ikawa hivyo, lakini pia inawezekanika pia ni mtu mpya ambaye amekuja kwa njia yake mwenyewe, na huenda naye pia alikuwa analusha karata zake gizani ili familia hiyo isije kutambua uwepo wake, ili azipige hatua zake kimya kimya. Maana yake kama wakijuana kwamba wote wanawendana itatokea vita hadharani, si ndio? Ndio mheshimiwa. Unahisi ni nani ambaye anaweza kuwa anawatafuta kwa sababu zipi? Hilo ndio jambo ambalo limenifanya mimi kuja hapa usiku hapa kuongea na wewe. Ukiona maana ya kwamba inatakiwa hao watu tuwapate mapema sana. Watu gani hao? Familia Gavana Luka. Vipi Kai, umechanganyikiwa au? Nipo timamu na akili zangu zote hapa. Bila shaka ulikuwepo kule Morogoro na ulishuhudia yote ambayo yametokea, si ndio? Ndio mheshimiwa. Unakumbuka kwamba ni wewe ambaye vijana wako wote walikufa ndani ya mitaa ya zamani ya Pineg? Siku ile wakati ile tukio lilikuwa limelipuka, si ndio? Ndio mheshimiwa. Basi bila shaka uliona makubaliano ambayo mimi nilikuwa nimeingia na ile familia, si ndio? Ndio mheshimiwa. Nadhani unaijua vizuri historia hii familia kwenye hili taifa, si ndio? Ndio mheshimiwa. Kwa hayo yote basi ni mtu asiyekuwa na akili pekee ndiye ambaye anaweza kuja kuniambia mimi nifanye jambo kama hilo. Siwezi kuruhusu ufanye jambo namna hii hapa kwenye taifa langu, tena kwenye nyakati kama hizi ambazo wakati wangu unaelekea kutamati. Hili taifa limepitia mambo mengi ya kutisha mno. Sitaki kabisa kuwa sehemu ya kuliharibu kwa mara nyingine tena. Yale ambayo yalitokea kipindi kile sitaki yaje kujirudia tena. Rais hakuwa hatari kabisa kuweza kufanya jambo kama hilo. Unaogopa kwamba hawa watu watakuwa mheshimiwa? Unahisi kwamba unaweza ukanilinda Kai? Naweza kujaribu. Hivi unahisi kama mimi naogopa kufa? Anisamee kama nimeongea vibaya mheshimiwa. Nisikize vizuri bwana Kai. Ni jambo la hatari kuweza kuvunja ahadi ambayo iko mezani, na umeingia na watu wa namna ile. Hili taifa wanaweza kulifanya wanavyotaka wao. Unajua kwa nini? Na kusikiliza mheshimiwa. Kwa sababu wale wana nguvu ya pesa na nguvu ya kumudu mtu yoyote yule. Wale wana pesa nyingi kumzidi mtu yoyote yule ndani ya hili bara la Afrika, na wanaweza kumfikia mtu yoyote na kwa wakati wowote ambao wanataka wao. Hivyo kama kuna utofauti ambao kifanyika na yale makubaliano, basi kuna vifo vingi sana vinatokea. Alafu kuna jambo ambalo nahisi kabisa haulifahamu, ngoja nikwambie leo. Mheshimiwa alivuta pumzi na kuhema kwa nguvu. Kwenye makubaliano tulikubaliana kwamba hatuji kuyavunja kwa namna yote ile, na ndio maana yalifanyika kwa maandishi, na ahadi ya Lionela ya mwisho kwangu ilikuwa ni kwamba kama ikija kutokea nikayavunja yale maandishi, basi atakuja kufanya mambo ya kutisha zaidi ya yale ndani ya taifa hili. Je, huko ndiko ambako wewe unataka kulipeleka taifa? Asina maana hiyo mheshimiwa. Sasa maana yako ni ipi sasa maana kama unataka kuilazimisha familia hii ipatikane? Bila au maana yake ni kwamba itakuwa ni ngumu sisi kujua tunaanzia wapi. Watu pekee ambao walikuwa wana uwezo wa kutupatia hizo taarifa ndio hao ambao wao wenyewe wamewaua. Maana yake ni kwamba Othman hakutaka hizo taarifa zifike kwa mtu mwingine. Huone kama ni hatari kubwa sana kwa taifa, na tunajua kabisa kwamba kuna janga baya ambalo linakuja, na hakuna kitu tunachoenda kufanya mpaka kusubiri maamuzi kutoka kwenye familia moja kwa sababu tu imefanya mambo makubwa ndani ya taifa hili. Rais alionyesha masikitiko makubwa sana akiwa anamwangalia bwana huyo ambaye ni kama alikuwa anajisaulisha yale mambo ambayo yalikuwa yametokea huko nyuma.
Unahakika kabisa upo kwenye akili yako? Mpaka nakuja hapa maana yake ni kwamba sijaona jambo jingine la kuweza kufanya zaidi ya hili. Tunapaswa kumpata Uthman, na kufanya hivyo maana yake ni kwamba tutajua hii familia nzima ilipo. Tukimpata huyo, tutampa machaguo ya kushirikiana na sisi kwa lazima au tutumie nguvu kama ikiwezekana. Nenda kapumzika kai, nadhani siku ya leo umechoka sana. Rais alimtaka kiongozi huyo aondoke, huku naye akiwa anamshangaa rais wake. Sio kwamba hakuwa akiwatambua watu wao, bali kwa nyakati ambazo walikuwepo hakukuwa na namna nyingine ya kuweza kufanya ili kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Rais alitembea hatua kadhaa, lakini alisema na kugeuka. Kai, kama ikitokea ukapuuza amri yangu, basi amini kwamba nitakufanyia jambo baya sana kwenye maisha yako. Aliongea kwa msisitizo, akionyesha kwamba alikuwa akimaanisha yale ambayo alikuwa anaongea, na kutoweka kimwacha mkurugenzi akiwa anamshangaa, akiwa anashangaanga. Uwanja wa Fisi ni moja ya maeneo maarufu ndani ya jiji la Dar es Salaam. Ni eneo ambalo hata ukimuulizia mtoto yeyote ambaye anaishi mitaa ya Manzese, Mburahati, Magomeni, Tandale na mitaa jirani anakupeleka. Umaarufu wake hauishi kwenye hayo maeneo tu, bali kwa jiji zima la Dar es Salaam ni maarufu. Umaarufu wake unasababishwa hasa na shughuli ambazo zinaendelea ndani ya eneo hilo. Ni eneo maarufu na la kihistoria kwa sababu lipo miaka na miaka. Umaarufu wake umekuja kutokana na aina ya maisha ambayo yanapatikana ndani ya eneo hilo. Ni eneo ambalo zinazungukwa na watu wenye maisha ya chini sana. Ni sehemu ambayo kwa zamani ilikuwa ni moja ya vituo vikubwa vya madawa kulevya na biashara ndogo ndogo, hususani kwa wale watu ambao walikuwa wanatoka mikoani na kuja kujaribu bahati zao za kuweza kutafuta mlo ndani ya jiji kubwa la biashara. Wengi walijikuta wakiishia kwenye mazingira magumu wakati wakiwa wanazipambania fursa ndogo ndogo zilizopo ambazo hata wazawa walikuwa wanazihitaji pia. Ndipo ikazuka biashara ya uuzaji wa miili kwa wanawake. Biashara ya umalaya ikawa ni maarufu na umaarufu mkubwa, ambapo imezidi kukua kila mwaka na kulifanya eneo hilo kuwa maarufu zaidi. Uwanja wa Fisi, ukitaja hilo jina kwa watu ambao wanasali, ni eneo ambalo linakanika kulaanika vilivyo, lakini kwa wasakatonge na kwa baadhi ya watafutaji ambao maisha yamewapiga parefu, basi huona kama ni sehemu muhimu kwa ajili ya maisha yao. Usihukumu hautahukumiwa bwana. Wahenga walisema hivyo kwa sababu kabla ya kumhukumu mtu ambaye anaponea eneo hilo, basi kaa kwenye nafasi yake kwanza, kisha uweze kuangalia kwamba kama ungelikuwa ni wewe ungefanya nini kuweza kuikwepa hiyo hali. Ni eneo ambalo linamiliki dangulo maarufu sana mjini. Vijana kwa wazee ambao hawawezi kumiliki wanawake warembo wa mjini kutokana na gharama kubwa ya maisha ambazo zinalivaa jiji hili la Dar es Salaam, huaga inawalazimu kwenda eneo hilo kwa ajili ya kuwatumia malaya hao kukidhi mahitaji yao ya kimwili. Mbali na hilo, imekuwa ni fursa kwa wajasiriamali pia ambao wengine wamefungua maduka na vibanda vya biashara eneo hilo. Aina ya maisha ambayo inaendelea kwenye eneo hilo ndio inaifanya biashara hiyo. Aina ya maisha ambayo inaendelea kwenye hilo eneo ndio yanaifanya biashara hiyo kuwa maarufu zaidi, huku kifunguliwa miladi mbalimbali karibia na hilo eneo, kwa sababu mzunguko wa watu unazidi kuwa mkubwa kila siku. Ni maeneo ya uswahilini haswa ambayo hayafai hata kwa ajili ya malezi ya mtoto, kwani kizazi ambacho kinapatikana eneo hilo sio kile kizazi ambacho kinaweza kutegemewa na taifa kwa ajili ya kuitengeneza kesho iliyo bora. Ni kawaida eneo kama hilo, hususani mida ya usiku, mwanamke kuvaa chupi pekee na kutamba nayo akiwa anajinadi biashara ya mwili wake. Mabinti wengi ambao wamekosa kazi mjini, ambao wamekosa fursa za maisha, na wengine ambao maisha yamekuwa ni magumu sana kwao, wakajikuta hawana sehemu nyingine ya kukimbilia, basi wamejikusanya ndani ya eneo hilo kuhakikisha nao wanaendana na kasi ya jiji. Dangulo hilo licha ya kupigwa marufuku na serikali, lakini imekuwa ni ngumu kuweza kufungwa kutokana na kwamba serikali imekosa mbadala wa kuwatengenezea fursa za maisha na ajira ambazo zinaweza kuwakomboa watu wengi ambao walitegemea eneo hilo kwa ajili ya kuishi. Kushindwa kwa serikali kupata mbadala, ukosefu wa elimu thabiti, upungufu wa fursa za maisha umefanya hata serikali mara kadhaa kuweza kufeli mpango wake wa kuifunga sehemu hiyo na kujikuta wanaimba Song of Lawino mbele ya mbuzi ambao hawawezi kuelewa kwa sababu maisha yao duni ni kilio chao hilo eneo, hivyo wameacha waishi kwa namna watakavyo wao wenyewe.
Majira ya saa 5 usiku eneo hilo la uwanja wa Fisi palikuwa pamewaka mno. Shamla kila sehemu zilikuwa zinasikika, huku watu wakiwa wanafurahia maisha ambayo walijiona kuwa wasindikizaji. Watu mbalimbali walikuwa wamejigawa, wengine walikuwa wakipiga pombe, watoto walikuwa wamezagaa mtaani, wenye biashara zao muda ulikuwa unawaruhusu kutengeneza pesa kutokana na uwepo wa wanunuzi. Mabanda ya video nayo hayakuwa haba. Vijana wengine walikuwa wakiendelea kujaribu bahati zao kwenye kamari, lakini wote hao walikuwa wanakusanywa hapo na biashara moja wapo kubwa ambayo ndio ilikuwa ni maarufu ndani ya eneo hilo kuliko hata jambo lolote nyingine. Umalaya. Biashara ya uuzaji wa miili, yani uwepo wa malaya ndani ya eneo hilo, ndio ambalo ulikuwa umewafanya watu kupishana kila sehemu. Wadada na gauni zao za kubana na kutamanisha, sketi zao zilizojachola maumbo yao vyema, suruali zao ambazo zilivigawa vipande vya miili yao ambavyo walibarikiwa na kuwafanya wale wanaume wa kweli kutokwa na mate. Wengine wakiwa wamepiga kwenye nguo za ndani tu. Walijipanga pembezoni mwa vichochoro wakiwa wanainadi biashara yao. Wengine walikuwa wamesimama pembezoni mwa vyumba vyao kuruhusu biashara ya haraka kuweza kufanyika. Wanaume hawakuwa nyuma kuwa wateja wazuri. Unaona bana. Walihakikisha wanafanya kila wawezalo kuhakikisha kwamba warembo hao walikuwa wanakula na kushiba. Kila wakati walipokuwa kiingia kwenye vyumba hivyo kwa kupokezana tena kwa uharaka mkubwa, wakati ambapo pembezoni mwa chumba kimoja alikuwa ameketi binti mmoja juu ya kiti kidogo. Binti huyo alikuwa ni maji ya kunde yale ambayo yamekolea sana. Alikuwa anavutia kumtizama, na huenda hata kwa wanaume ambao walimuona eneo hilo iliwauma kwa sababu ya uzuri wake jamani. Huenda alikuwa anatakiwa kuwa mke wa mtu ambaye wakati huo angelikuwa ndani analea watoto na kutengeneza maisha bora, lakini wanasema kwamba usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Maisha hayakuwa sehemu yake. Maisha yalikuwa tofauti na yale matarajio yake makubwa ambayo alikuwa nayo, kiasi kwamba hakuwa na sehemu nyingine ya kuweza kuponea zaidi ya kwenda kupambana na riziki ngumu ndani ya hilo eneo. Alionekanika kutumika sana siku hiyo kwa sababu hata sura yake ilionyesha uchovu hali ya juu, na hata mwili wake uliongea kwa lugha ya picha. Lakini mwanaume gani alikuwa ana hiyo huruma ya kuweza kumwachilia mwanamke mrembo kama yule? Yaani Dar es Salaam mtu akupe pesa bure kwa sababu tu eti una shida zako za kutoka kwenu? Hapana bwana. Jiji linaamini kwamba unatakiwa kufanya kazi ndipo ule. Jua ni kali la pesa, unatakiwa kuitolea jasho kwanza ndipo uweze kuitia mfukoni. Famasiara nini? Bibi yule ambaye alikuwa na uzuri wa kipekee alionekanika kuwa mbali kimawazo. Alikuwa ameshika simu yake ya kidijitali mkononi, lakini hata hakuonekanika kuwa na muda nayo. Kwa mbali mziki ulikuwa unasikika kumfariji mja wa Mungu ambaye maisha yalikuwa yanaonekanika kumvuruga vilivyo. Akamekaa pale mezama kwenye mawazo mengi kweli kweli. Alifika kijana mmoja mtanashati ambaye baada ya kuona tu ule mwili hakujiuliza mara mbili zaidi ya kuingia ndani. Yule mlembo, ile biashara yake alikuwa akielewa vyema, hivyo naye aliingia na kufunga mlango. Lakini wakati anaingia ndani ndipo umbo lake halisi likaonekana bwana. Kama ungemkuta maeneo ya katikati ya jiji, ungeomba awe mkeo na akuzalie watoto ukiamini kwamba ni mwanamke wa ndoto zako. Haikuwa rahisi kutambua kwamba alikuwa anafanya biashara ya ngono. Mrembo yule alimaliza dakika 5 akaufungua tena ule mlango, huku yeye mwenyewe akionekanika kuipandisha sketi yake fupi ambayo ilikuwa inaonyesha vyema mwili wake, na ndani yake hakuwa amevaa kitu chochote kile. Alikuwa kwenye biashara, hivyo hakutaka kujipa kazi ngumu kwenye biashara yake hiyo. Kuna jambo moja ambalo lishangaza. Kabla hajatoka alifunua godoro lake na kuzitoa bastola 2 akazipachika kiunoni, wakati ambao alikuwa ameitoa sketi na kuvaa suruali, kisha kametoka nje. Baada ya kutoka akawa ameuvuta ule mlango, ikiwa ni ishara ya biashara yake kusimamishwa kwa muda. Wenzake wa karibu walikuwa wameanza kupungua, huku wengine wakiwa wanakuja kuchukuliwa na bodaboda. Alienda kukaa eneo lile ambalo alikuwa amekaa mwanzo, huku akionekanika kwamba hakuwa sawa. Kila mtu ana simulizi yake ya maisha ambayo huaga hataki ulimwengu ifahamu. Kila binadamu anaishi maisha ambayo hakuna mtu anayejua vizuri. Vivyo hivyo hata mimi nina maisha yangu ambayo ni wanadamu wa kuhesabika tu ndio wanaoyajua. Naweza kusema wengi hakuna anayelijua kuhusu maisha yangu mimi. Alimeza mate akiwa anaangalia hewani. Kuna kijana alimsogelea na kumshika sehemu zake za nyuma pale ambapo alikuwa amekaa.
alimkata jicho kali sana mpaka kijana yule akaondoka mwenyewe. Alikuwa anazitambua sheria za maeneo kama hayo kwamba huaga yanakuwa na ulinzi, hivyo kama angeleta ujuaji angeweza kudhalilishwa. Ndio maana aliamua kuondoka mwenyewe kabla hajaingia kwenye majanga. Ikawa shida iko upande wake. Mimi ni malaya. Ni kweli ni kazi yangu ambayo siwezi kuikata. Mimi ni malaya ambaye ninauza mwili wangu tena kwa pesa ambayo huenda hata itoshi kununua nusu kilo ya nyama, na ndio sababu inanilazimu kwa siku moja kulala na wanaume wengi ili niweze kupata hata pesa ya kutunza na ya kufanyia malengo. Sisemi hivi eti kwa sababu najivunia kwa kazi ambayo naifanya, la hasha, bali kwa sababu sina namna, na ndio kazi yangu ambayo imenitambulisha ndani ya jiji. Kazi yangu imenifanya nikakosa heshima, imenifanya nikakosa thamani, kwa sababu wengi kuniona hapa wanaona kama vile takataka isiyokuwa na mwokotaji. Wanaona kama vile ni chombo cha starehe kwao ambacho wanatakiwa kukitumia watakavyo wao. Lakini je, ni uongo? Jibu ni hapana. Kila ambalo nalisema na kuliwaza ni sahihi kabisa. Umalaya sio kazi ya sifa wala kazi ambayo unapaswa kuilingia. Ni moja kati ya kazi za laana hapa duniani. Ni kazi ambayo inakufanya uwe mtumwa. Ni kazi ambayo inanifanya nisemwe kwamba ni mtu ambaye nimepoteza mwelekeo wa maisha. Naonekanika kama nimezikimbia fursa nyingi mtaani, nikaamua kupambana na kazi iliyo na laana kama hii. Sio wale ambao wanaongea hivyo kwa sababu kwa upande wao wapo sahihi, lakini sio kila kitu. Lakini sio kila mtu anakuja huku kwa sababu eti anaipenda hii kazi wala anatamani kuendelea kuwa sehemu ya maisha haya. Wengi ambao wapo ndani ya ile eneo ni mabinti ambao wametokea kwenye maisha magumu sana. Maisha ambayo hayana mfano hata wa kuweza kusimuliwa. Hawakuwa na namna zaidi ya kujitoa tu wenyewe ili kutengeneza fursa ambazo serikali na familia zao zinaishia kuzihubiri tu, ila hazijawahi kabisa kuitengeneza hata siku moja. Na ndio maana hapa wamejazana kuweza kufanya biashara, na sio kwa sababu eti hatuzioni fursa zingine au hatuoni kazi zingine. Ukweli ni kwamba kazi zingine na hizo fursa hazipo, na kama zipo basi haziwezi kuwatosha watu wote hao. Nakubali kwamba hii biashara ni ulevi mbaya sana. Ni biashara ambayo ukianza kutoka huku ni kazi ngumu na kubwa, na ndio maana hata baada ya kupata pesa wengi wanajikuta bado akiendelea kuhangaika tu kuifanya. Mimi sidhani kama ni mmoja wao. Nasema hivi kwa sababu historia ya maisha yangu ina utofauti mkubwa sana ya maisha yangu, japo siwezi kuyakataa. Ndio maana tangu mwanzo nimeyakubali. Kila mwanadamu huaga ana utofauti ambao unamfanya kuwa tofauti na watu wengine, na ndio ambao huaga unamfanya kuwa imara zaidi na wengine. Huo tofauti hautakiwi kujulikanika kwa mtu mwingine yeyote yule zaidi ya mhusika mwenyewe, kwa sababu huo ni uimara na udhaifu. Utofauti wake ni matumizi yake tu na namna wengine wanavyokuwa na uona. Acha nikurudishe nyuma kidogo unijue kwa undani kabla ya mimi kufanya moja ya matukio ya kutisha sana ambayo yataingia kwenye historia hili eneo hapa. Binti huyo mrembo alitamka akiwa anauma ulimi wake. Alihema na kufungua vizuri mdomo wake tena ili kuweza kuileta hadithi ya maisha yake na sababu ambayo ilimfanya kuishia ndani ya hilo eneo, lakini kufanya jambo ambalo yeye mwenyewe alikuwa ameweza kutishia kwamba alikuwa anaenda kulifanya kwa wakati huo. Mimi ni mtu wa kaskazini magharibi mwa Tanzania. Nimezaliwa mkoani Kagera, huko ambako tunatokea kabila maarufu sana hapa nchini. Kabila ambalo sio kelele tu bali hata uwezo mkubwa tunao. Ni kabila ambalo limezalisha wasomi na matajiri wengi sana ndani ya taifa hili, lakini pia hata ujivuni waga ni sehemu kubwa ya maisha yetu. Na ndio maana waga tunaonekana kama ni watu ambao tuna maringo mengi. Mbali na kuzaliwa eneo la namna hiyo, lakini mimi sijabahatika kuwa na hivyo vitu vyote. Sidhani kama napaswa kuwalaumu wazazi wangu, japo mara moja kuna muda waga naona kama vile ni wao ambao walifeli kunitengenezea mimi maisha ya kuja kunifanya niishi vizuri kwa amani na furaha. Lakini kuna nyakati baada ya kuyajua maisha waga naona kama nilifanya kosa sana kuanza kuwalaumu wao. Jina langu naitwa Austin Bariugaba. Hili ni jina ambalo nilipewa na mwanamke ambaye alinizaa baada ya babangu kumkimbia na alipokuwa na mimba, lakini kwa hapa mjini wananijua kwa jina kama Irene. Maisha nyumbani hayakuwa mazuri, huenda ni kwa sababu sikuwa na baba ndo maana ila ukweli ni kwamba nimeishi maisha ya hovyo na magumu mno. Kama ambavyo ni kawaida ya kule nyumbani, mabinti wengi waga wanaona fursa nzuri ni kuja ndani ya jiji hapa la wajivuni wenzetu na wajuaji kwa ajili ya kuja kujipatia fursa mbalimbali za maisha
na biashara, basi hata mimi niliamua kuwa mmoja kati ya sehemu ya watu wa namna hiyo. Ambapo baada ya ukata mkubwa wa maisha niliamua kukimbia kule nyumbani. Wakati ambao nakimbia nilikuwa nimejaribu kila aina ya maisha, lakini ilishindikana. Nimebarikiwa urembo na uzuri ambao haukuwa ukiisha kwenye mwili wangu. Nilikuwa sehemu ya maisha ya mwanamke wa kupendwa na kila mtu, lakini hata pale nilipokuwa nimejaribu kuutumia uzuri wangu kwa ajili ya kujipatia maslahi yangu, sikufanikiwa kuwa sehemu ya maisha mazuri. Nilishia kutumika tu na wanaume washenzi, na baadaye wakaamua kunitupa na kunifanya nikawa sina mwelekeo. Nikawa naendelea kupata majuto tu. Nikafanikiwa kumpata bwana mmoja hivi ambaye alinipatia mimba, lakini mimi na yeye hatukuwa na mwisho mzuri kwa sababu alikataa ile mimba, na baadaye nilikuwa ni mtu wa mawazo mengi mno, kwani niliona kama vile maisha yangu yanaenda mwisho mpaka siku mimba yangu ikaja kutoka yenyewe. Pale ndipo nilipoja kugundua kwamba mshale wa masaa unasoma kuliko akili yangu ilivyokuwa inafikiria. Kila nilipokuwa namwangalia mama yangu mzazi, nilimuona mwanamke jasiri sana ambaye alikuwa anaelekea kukata tamaa ya maisha jumla. Niliumia na moyo wangu haukuwa tayari kuona jambo lile. Ningesema kwamba nitafuta ajira nzuri, lakini sikuwa msomi, kwani nilishia kidato cha pili tu mpaka pale mama alipokuwa ameshindwa kabisa kunilipia ada. Hivyo kazi nazohitaji wasomi hazikuwa sehemu ya maisha yangu. Nikatamani nifanye biashara, lakini sikuwa na mtaji wa kuweza kufanya hivyo. Nikawa naishia kulia tu kila wakati mpaka siku ambayo nilikutana na mmoja kati ya marafiki zangu wa shule ya msingi, Koku alikuwa ni binti mashuhuri sana ambaye alikuwa amepotea kwa muda mrefu kule nyumbani. Alikuwa ni binti mmoja ambaye alirudi akiwa amenona na kunawili kweli kweli. Sio siri, niliyatamani ile maisha yake na kuwa sehemu kama aliyokuwepo yeye. Binti huyu alinitangulia mimi kwenda mjini, ndio maana vitu vingi alivijua kabla yangu mimi. Nilimkalisha kitako na kumtaka nipe njia za kuwa kama yeye. Nilitamani kuwa sehemu yake na mimi niishi vizuri kama ambavyo nilikuwa naona yeye alikuwa anaishi kwa wakati ule. Akiwa bado binti mdogo, alikuwa tayari amefanikiwa kumjengea mama yake nyumba. Alikuwa tayari ameshamfungulia mama yake biashara, japo haikuwa kubwa, lakini iliwahakikishia kula kila siku na kuweza kubadilisha mavazi. Na ndipo akasema kwamba kama nataka kuwa kama yeye, basi wakati anaondoka kuja ndani ya jiji la Dar es Salaam nilikuwa natakiwa kuongozana naye. Alidai kwamba anaenda kunifundisha maisha ya mjini na namna watoto wa kike wanavyotazitafuta pesa kwa nguvu na jasho kuliko hata baadhi ya wanaume. Nilimuona kwamba ni shujaa wangu mpaka pale ambapo nilifika jijini. Kila maisha yana mwanzo wake, kila maisha yana ukurasa wake mpya. Bila kusoma huo ukurasa uwezi ukaelewa namna ya maisha jinsi yanavyokuwa na yanavyokwenda, mpaka siku ukizigusa kurasa zake ndipo utaelewa mambo kwa upana na urefu wake. Ile safari mamangu aliipinga sana. Alikuwa tayari kuyavumilia yale maisha, lakini sio kuona mtoto wake wa pekee naenda mbali naye, tena sehemu ambayo hakuwa na uhakika kabisa na usalama wangu. Mamangu aliniambia nisije jijini kwa sababu aliamini kwamba nitatengeneza maisha ambayo huenda yanaweza kunifanikishia ndoto zangu, au utakuwa ni mwanzo wa majuto makubwa sana kwenye maisha yangu. Lakini sikuwa tayari kuona ile hali nyumbani inaendelea kuwepo. Ilikuwa ni kheri nikajaribu na kufeli kuliko kukana kuangalia yanateseka tu kwenye maisha yake ambayo tulikuwa tunaishi pale nyumbani. Kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu nilifika ndani ya jiji ambalo lina sifa nyingi ukiwa nje, ila ukiwa ndani yake kuna wakati zile sifa ambazo waga linapewa hata hauzioni. Nikawa nimeingia rasmi Dar es Salaam. Rafiki yangu alikuwa anaishi Kinondoni, ndiko alikokuwa amepanga. Hivyo nilipofika kwake na kuona namna jinsi alivyokuwa anaishi kisasa, ni kweli kwamba nilimuonea wivu na kutamani mimi ningelikuwa yeye. Nilihisi ni mtu ambaye alikuwa na biashara zake nzuri tu, na mpaka mara ya kwanza alipokuwa amehitaji kunifundisha kazi, kwani sikuja mjini ili kulishwa, nilikuja mjini kuangalia fursa za biashara. Hiyo ndio ikawa mara yangu ya kwanza kuja hapa uwanja wa ofisi, ambapo mpaka dakika hii nimekaa pembezoni mwa hiki chumba ambacho wanaume wananitumia watakavyo wao na kuniona kama binadamu niliyetakataka ama sijielewi. Ila hawajui tu kwamba nilikuja hapa kwa sababu sikuwa na chaguo jingine. Nilishangazwa na aina ya maisha hapa, ila sikuwa na namna. Baada ya kugundua kwamba rafiki yangu alikuwa ni maraya, nilitambua kwamba nilikuwa na kazi ngumu na kubwa mbele yangu. Mara ya kwanza niliikataa kazi, ila akaniambia kama sipo tayari basi natakiwa kurudi nyumbani ili nikaendelee kulima na kufuba, huku maskini ukiwa unaniadhibu kila siku. Nitaka siku hiyo nikaenda nishuhudie yeye akiwa anaifanya kazi hiyo, na kweli nilifanya hivyo na mpaka anafunga
alikuwa na pesa ya kutosha, pesa ambayo kama ungehifadhi kwa mwezi basi ungejikuta una pesa nzuri tu. Pesa sabuni ya roho bwana. Nikajisemea ni bora nirudi na ushinde nyumbani au nirudi maiti, lakini sio kuikimbia pesa. Hivyo nikaamua rasmi kujifunza biashara ya kuuza mwili wangu ili nipate pesa. Rasmi na mimi nikawa ni sehemu ya jamii ya watu hawa ambao nilikaa hapa kwa mwaka mzima nikiwa naifanya biashara hii. Nilikuwa na uzuri wa kipekee, mvuto na umbo langu la kuvutia. Ukijumlisha na nilipoanza kujitunza na kutengeneza pesa, nilianza kunawiri na uso. Joto la mjini likanikubali kweli kweli. Kila mwanaume akawa ananihitaji kulala na mimi. Hivyo nikajikuta nilikuwa natengeneza pesa nyingi mno ambazo zilinisaidia mimi kuanza kuyabadilisha maisha ya nyumbani taratibu. Kwenye biashara kuna wivu mkubwa. Wivu ambao kwa huko nje huaga wanauita ushindani, ila huku hakunaga ushindani. Hivyo kama ukiwa unafanya biashara kuwazidi wengine, basi wanaweza kukufitini au kukufanyia jambo lote baya. Hivyo unaweza kujikuta ukiwa unaishia kupata matatizo au kurudi nyumbani kwenu mapema sana. Ayote rafiki yangu alikuwa ameshanifunza vyema, hivyo sikuwa fala hata kidogo. Maisha yangu yalianza kubadilika taratibu. Nakumbuka ulikuwa ni usiku wa saa 6 kasoro wakati naelekea kufunga siku ile. Sikuwa nimepanga kulala hapa kwa sababu tayari nilikuwa nimeshapanga chumba maeneo ya Kimara. Nilikuwa nimepanga mbali kidogo ili nisije akatokea mtu yoyote akatambua kazi yangu. Siku ile nikiwa nawaza kufanya hivyo, alifika jamaa mmoja ambaye nilimsii aangalie wanawake wengine au arudi kesho yake, lakini aligoma kwa sababu alidai kwamba alitoka safari ya mbali sana, alikuwa amekuja pale kupata huduma na haikuwa huduma ya muda mfupi bali ya muda mrefu, tena angenipa pesa ambayo ningetaka mwenyewe. Nikamshangaa na kuduaa kwa wakati mmoja. Wakati wazo la uchovu na kumfukuza likiwa linakuja, lilikuja tena wazo la pesa ambazo alidai kwamba atalipa yote ile ambayo nitakuwa nimepanga. Na kwa njia panda kwa namna hii, unataka iweje? Labda alina imani waga unalaza, hivyo nataka mimi na wewe tulale pamoja usiku. Asina mpango kulala na mtu leo. Taja bei yako. Una 500 na kupa 700. Hata mimi mwenyewe nikashtuka na kuanza kuogopa, kwa sababu nilipoka bei kubwa makusudi kabisa kwamba kulaza kwenyewe bei yake ilikuwa ni shilingi 30,000 mpaka 50 tu. Lakini ile kutaja bila wasiwasi tena akiongeza pesa ya juu zaidi ilinitisha na kunipa hofu. Nilikuwa naogopa na pesa naitaka wakati mmoja. Hakuna kitu kina nguvu kubwa na ushawishi mkubwa kama pesa bwana. Nikajikuta nikiwa naanza kupoteza ile hali ya kujiamini. Nikiwa nimeangalia chini, aliitambua hali ile na kuniambia, kama una wasiwasi tunaenda nyumba wageni karibu na ile eneo ili uwe na amani. Aliongea jambo la maana. Sikuwa namjua, hivyo sikuwa na uhakika na usalama wangu, na ile ndo siku ambayo maisha yangu yaliingia kwenye ukurasa mpya na tofauti kabisa na yale ya mwanzo. Ule usiku ulikuwa mrefu. Ulikuwa ni usiku ambao sikuwahi kukutana na mwanaume anafanya mapenzi vizuri na mwenye nguvu kama yule. Bwana yule alifanya mapenzi na mimi mpaka nikahisi nataka kufa, lakini baadaye alinikalisha kwenye kitanda baada ya kunikabidhi pesa yangu. Kuna kazi ambayo nataka nikupe. Nilihisi kwamba nimesikia vibaya msikilizaji. Unamaanisha mimi? Ya, tuko wawili tu hapa. Unahisi kwamba ndani mwingine? Sijasoma, kazi gani unataka unipe? Usijali kuhusu hilo, ni kazi rahisi tu lakini itabadilisha maisha yako, na baada ya kuikamilisha kazi hiyo basi hautafanya tena kazi ya kuuza mwili maisha yako yote tena. Bado sijakuelewa. Mimi sija kufuata hapa kwa bahati mbaya. Tangu nakuja hapa nilikuwa najua aina ya binti ambaye nitakutana naye. Kwa hiyo wewe sio mteja kama watu wengine. Hapana, sio. Unataka nini kwangu? Kubadilisha maisha yako na mama yako. Nani ambaye amekupatia habari kuhusu mama yangu? Akumbuka nimekuambia kwamba sija hapa kwa bahati mbaya bibi. Hii kazi ni lazima niifanye kwa sababu tamwa mama yangu nisipofanya, si ndio? Ningelikuwa wewe nisingetumia sentensi ngumu kama hiyo. Maisha ni marahisi kama ukifanya maamuzi ambayo ni sahihi, lakini maisha haya yanakuwa magumu sana kama tu ukifanya maamuzi ya hovyo au kupuuzia mambo ambayo yangekufanya ufike mbali. Una maana gani? Haina haja wewe kumuingiza mama kwenye matatizo kwa sababu ni swala dogo tu. Kazi yenyewe ni ipi? Nataka uwe watu. Mimi ndo nikaue watu? Ndio? Hapana. Siwezi kufanya hiyo kazi ya badani kwenye maisha yangu. Asio kwamba huwezi sema hujawahi kuifanya kabla au na huu utakuwa ni mwanzo wa maisha mapya. Asijawahi kuua hata kuku tu, leo unaniambia kwamba nikaue wanadamu tena ambao hawana hata hatia yote mbele yangu. Asio kwamba kila ambaye anafanya maamuzi ya haya maisha
anakuwa anafanya kwa sababu ya kuhisi hatia. Kuna maamuzi inabidi yafanywe tu ili maisha mengine yaweze kuendelea. Ile siku ambayo rafiki yako alikushawishi wewe kuja ndani ya jiji hili na ukafanya maamuzi ya kuja, maana yake ni kwamba ulikuwa umekubali kwenda na kila hali ambayo ungekutana nayo huku. Hivyo kwa sasa hivi hauna namna nyingine ya kufanya. Kwa nini umeamua kunifuata mimi? Kwa sababu hauna cha kupoteza kwenye maisha yako kwa sasa hivi, na ndio maana niliona kitu ndani yako. Na maanisha kwamba umekosa watu wengine, hususan watoto wa mjini, wa kuweza kuifanya hiyo kazi. Una masuala ya kitoto Austin. Sio kila linaloonekanika mbele yako basi inapaswa kuona na kila mtu. Kuna vitu ambavyo ukifanikiwa kuviona kwenye maisha yako basi inapaswa kuwa asili yako mwenyewe. Wengine wawe wanaishia tu kusikia tu kwa mbali, sababu ambazo unataka kuzisikia ipo siku nitakuja kukuambia, ila sio leo. Ni akina nani ambao unataka wafe? Nilikuwa naongea mara mbili huku nikiwa na meza mate kwa shida sana. Malaya wenzako umesema nataka ufanye mauaji pale uwanja wa Fisi. Sijakuelewa bado vizuri. Nataka ufanye mauaji ya malaya wenzako pale uwanja wa Fisi. Hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Wale kwangu ni zaidi ya familia, hivyo siwezi kabisa kuwasaliti kwa namna hiyo. Maamuzi ni yako, mamako mzazi na au hao wenzako ambao umejuana nao tu huko mjini. Halafu una uhakika kwamba kama ningempa hiyo kazi mwingine angesita kuwa wewe? Lazima kuwa na namna nyingine ya kuweza kulifanya hili swala. Wanatakiwa kufa. Nani na nani ambao unawalenga? Uwa kwa kadri ya uwezo wako, ila hakikisha kwamba unaua wengi, na baada ya kufanya hivyo hakikisha kwamba unaondoka ndani ya hilo eneo na hauji kurudi tena kwenye maisha. Sijawahi hata kuwa kuku unaniambiaje kwamba kirahisi namna hiyo. Kuna bastola ambazo utazitumia. Kuna mtu atakaye kuja kukufundisha kuzitumia, na baada ya hapo utaifanya hiyo kazi, kisha hizo bastola utaondoka nazo. Ni pesa shingapi ambazo tunazungumzia hapa? Pesa zinazotosha kukufanya wewe na mamako muishi maisha mazuri mpaka unakufa. Ni kwa nini unataka hawa watu wauawe? Muda mwafaka ukifika nitakuja kukupa sababu za msingi kwa nini haya yanafanyika. Hili jambo linatakiwa kuwa na usiri mkubwa sana, kwa sababu ni jambo la hatari kubwa mno ambalo linaweza kuiumbisha nchi nzima. Hivyo kama ukifanya upumbavu eneo yote ile, basi unatakiwa kutambua kwamba mama yako anauawa. Na hivi ninavyoongea nawe kuna watu muda wote hapo karibu na nyumbani kwa mama yako kila siku. Fanya kazi mara moja, ujitoe kwenye haya maisha, na mimi nitakupa nafasi ya wewe na mama yako kuishi tena. Mwanamume yule alimimina pombe na kuiweka kwenye glasi. Alitaka ninyo kwanza, na kwa sababu nilikuwa na mawazo mengi sikuwa hata na jeuri ya kuweza kumbishia. Nilifanya hivyo, lakini baada ya muda mfupi nikaanza kuhisi usingizi mzito. Usingizi ambao ulinifanya nije kushtuka kesho yake, wakati ambao wahudumu walikuwa wananigongea kwamba ulikuwa ni muda wa kutoka wafanye usafi. Kichwa kilikuwa kizito, sikuwa na wazo la nini ambacho kilitokea jana yake. Nikatulia kwanza kuweza kutafakari nini kilikuwa kimetokea, kwani hata sikuwa na kumbukumbu kwamba nilikuwa nimefikaje eneo kama lile. Baada ya muda kidogo kupita ndipo nilianza kuona matukio yote vizuri. Zile kumbukumbu zilianza kuja kwa kasi kwenye ubongo wangu, na ndipo nikashtuka baada ya kutambua kwamba tulikuwa wawili humu ndani, lakini kwa wakati huo nilikuwa niko peke yangu. Nilipogeuka kwenye kiti cha pembeni kulikuwa kuna karatasi ambayo ilikuwa na maelekezo. Karatasi hiyo ilikuwa ina maelezo mafupi na mawasiliano ambayo binafsi niliyaelewa, ila nilikuwa naogopa. Nilitazama pembeni ambako kulikuwa na pesa. Kulikuwa na bunda ambalo lilikuwa limeshiba kweli. Likanitoa mate kwa wingi. Baada ya kutoa nikazihesabu zile pesa, nikagundua kwamba zilikuwa ni milioni 10 za Kitanzania. Nilihisi kama vile nimechanganyikiwa. Hata ule uoga wa kuifanya ile kazi haukuwepo tena. Nilikuwa nauona utajiri mbele yangu. Nani ambaye angezikataa zile pesa kwa haya maisha ambayo naishi? Hapana wewe. Wale wenzangu walikuwa wanatakiwa kunisamehe tu, kwa sababu hata kama wangelikuwa wao, sidhani kama wangeweza kunichagua mimi mbele ya pesa. Ndivyo ilivyoanza safari yangu mimi kuwa malaya muuaji ndani ya hili eneo. Msikilizaji, tuishie hapa katika sehemu ya pili, tusimalize uhondo wa sehemu ya 3. Na tutaanzia hapa ambapo huyu bibie anatuambia kisa hiki, na unaambiwa hii leo anapotusimulia ndo tayari kashashika bastola zake. Anaonekana kuwa na mawazo sana, na anatakiwa kufanya mauaji ya malaya wengi hapa ndani kadri iwezavyo. Kwa hiyo inawezekana mpango ni kwamba aingie kila chumba na kuchapa watu risasi za vichwa,
au apite kwenye uchola kitandika watu risasi mpaka atakapokuwa amelizika na kuwaua wanawake wengi, yani malaya wengi wazavyo. Je, baada ya kufanya hivyo yule mtu aliyempa kazi ataonekana wapi, saa ngapi, na alikuwa na mpango gani? Lakini kama kisha kwamba atakuwa na maisha mazuri yeye mpaka kufa na mama yake bila kuhitaji kufanya kazi ya kuuza mwili wake tena, nini ilikuwa hasa lengo na nini kinachokuja kutokea mara baada ya hapo? Vipi Othman Chunga na mkurugenzi wa usalama wa taifa anahitaji kumtafuta ili apate majibu ya kwa nini aliwaua watu kule Dodoma? Lakini rais alimwambia kwamba ukijichanganya tu aisenta kula kichwa kwa sababu sitaki ulete matatizo katika nchi yangu. Je, mkurugenzi alikuwa tayari kuachana na hawa watu au ilikuwaje? Basi katika sehemu ya 3 ndani ya SMX App, au kama unaikosa SMX App, njoo WhatsApp 0677062012 kwamba nahitaji Gavin Luka ya 3. Hapo msikilizaji utapewa maelekezo jinsi ya kuweza kuipata kwa urahisi hapo yote mpaka mwisho bila kusubiri. Tukutane katika sehemu ya 3 kujua nini kiliendelea ndani ya The Darkness of an Angel, yani upande wa giza wa malaika. Giza la malaika, siku za mwisho, Gavin Luka, toleo la 3. Tukutane katika sehemu ya 3 kwa burudani zaidi. Inanoga kweli kweli.